Naam, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tumekutana sehemu ya simulizi yetu pendwa kabisa ya Hamza. Nakushukuru sana wewe msikilizaji, ninakuomba sana mwanafamilia usisahau kulike pamoja na kucomment kuhusiana na chochote tu ambacho ulikisikia sehemu ya 46 na kurudi nyuma, ama ambacho unategemea kukisikia sehemu hii ya 47. Kikubwa mjomba wetu anaombewa msamaha. Sasa sijui anti atakubali ama la. Wakati mjomba anaombewa msamaha, yeye yuko nje tu huko. Kuna vitu vingine kuvitaja jamani mpaka ni aibu. Kwa hiyo hatujui kama shangazi ambaye ni Auntie Regi atatoa msamaha kwa mjomba Hamza ama itakuwaje. Langu jina Lucas Lumbas. Naam, Regi alijikuta akivuta pumzi nyingi sana na kuzishusha, na alionekana ni kama mtu ambaye alikuwa akifikiria. Madam Aden, nadhani nishajua sasa. Asante sana kwa zawadi ya mchoro. Kuna kazi naendelea kufanya kwa nyumbani yake. Mara baada ya kuongea hivyo, pale pale alimpotezea Aden yule na kutembea kisha kuingia kwenye lifti. Yule madam bwana alionekana kuwa katika hali ya wasiwasi na alimwangalia Eliza kwa wasiwasi. Sasa yule madam akasema, vipi, nimefanya kosa ama nimefanya makosa kuja? Isije nikawa nimemuongezea Hamza matatizo. Eliza hata yeye mwenyewe hakujua namna ya kujibu. Ukweli ni kwamba hakujua ni nini Regi anafikiria. Akamwambia kwamba madam, una haja ya kuwa na wasiwasi. Nadhani mkurugenzi atafikiria kwa umakini juu ya hili. Vinginevyo asingekusikiliza kabisa. Aliongea Eliza akijaribu kumtuliza, na maneno yake yalionekana kumuondolea wasiwasi. Akasema, mwenyewe mimi sikujua ni namna gani ya kumsaidia Hamza. Ndio maana nimefanya maamuzi ya kuja na hao watoto hapa jamani. Lakini sasa nahisi kujilaumu. Eliza akaambia, hapana, usiongee hivyo. Naamini Hamza akisikia umekuja mpaka huko kwa ajili ya kumsaidia ataguswa mno. Aliongea Eliza, na maneno yale yalionekana kumtuliza kiasi. Pale pale waliaga na Eliza aliwasindikiza mpaka kupanda kwenye gari ambalo walikuwa wamekuja nalo. Mpaka ilipotimia saa 12 za jioni, Hamza alikuwa na Yulia tu. Walizunguka kila sehemu ambayo Yulia alitaka kwenda, na kumfanya Hamza kushangazwa na tabia hiyo ya huyo mwanamke kumsumba makusudi. Yulia, haisemi tuondoke sasa, unajua muda umeshaenda sana. Wewe mbona mapema sana? Mpaka tupate chakula cha usiku kabisa. Hapana. Chakula cha usiku utakula tu mwenyewe. Mimi nina miadi na mke wangu. Kwa hiyo yote ni kwa sababu ya Regi tu ama vipi ulipanga tulale pamoja? Hapana, mimi nitaka tu nipatie company na chakula cha usiku. Vyovyote vile nishakusindikiza siku nzima na siwezi kuwa na wewe usiku. Isitoshe nishamwahidi mke wangu muda mrefu. Sasa mimi nanihusu nini sasa mimi? Mimi siwezi kuruhusu uondoke. Hebu acha hizo. Kwa hiyo nadhani kwamba ukisema nisiende nitakusikiliza? Muda wangu wa kuendelea kubakia na wewe umeisha. Mimi naondoka. Aliongea Hamza kisha alitembea kuelekea upande wa maegesho ya magari. Yulia alishia kung'ata meno kwa hasira, kisha akamfuata kwa hasira kabisa. Sasa Hamza mara baada ya kuingia kwenye gari, alimuona Yulia kitifu kabisa akiingia ndani ya gari, na alishindwa kujizuia kutoa tabasamu huku akiliwasha gari. Sasa wakiwa njiani, Yulia alionekana kununa na kumwongelesha Hamza, na hata hivyo hakujali na aliendelea kuendesha gari kimya. Kutokana na foleni kubwa barabarani, walitumia zaidi ya saa moja mpaka kufika hoteli ya Cloud. Sasa mara baada ya kusimamisha gari, Hamza alishuka na kuzunguka upande wa kiti ili aweze kufungua mlango. Mrembo, tushafika sasa. Yulia hakuongea neno, na kwa maringo alitoka nje ya gari, kisha alimwangalia Hamza kwa macho ya chuki. Haya, nawatakia usiku wa maba mazito. Asante. Alisikia sauti ya mvumo mara mbili, na baada ya kugeuka kuangalia, aliona tairi za gari zimebonyea bwana. Sasa Hamza mara baada ya kugeuka kuangalia juu, alijikuta akitoa tusi baada ya kuona wadunguaji wawili wakimalizia kuficha bunduki zao. Hakuhitaji D2 kujua nani kapanga wadunguaji hao kuharibu tairi za gari yake. Yote ilikuwa ni mipango ya mwanamke kichaa Yulia. Ukweli ni kwamba kama wangekuwa wakimlenga yeye, angeweza kuanasa. Lakini kwa sababu walilenga gari yake, iliondolea ile nia ya mauaji ambayo ndio hisia kuu ya kumfanya mtu kama Hamza kugundua hatari. Sasa Hamza alishia kuangalia gari yake ilivyobonyea tairi na kujikuta akishika kiuno akasema, Yulia,
Isingekuwa leo sina miadi ya lazima, ningekufanya kitu cha kukushikisha adabu. Yuli akasema, kitu gani ungenifanya? Aliongea hivyo sasa akimwangalia Hamza kwa kebehi. Hamza alishia kukosa neno la kuongea. Aliona haina haja ya kuendelea kujibishana naye, maana muda ulikuwa umeshamtupa mkono. Hivyo haraka bila kusema chochote alikimbilia upande wa nje akipanga kuchukua taksi ya kumwaisha. Mara baada ya kuona Hamza kikimbilia nje, Yuli ya sura yake iligeuka ya ukauzu na pale alitoa sonyo. Kisha akageuka na kuingia hotelini kwake, huku meneja wa hoteli hiyo akimpokea mizigo ambayo alikuwa amenunua. Meneja akauliza kwamba bosi, hivi vitu ni vilete chumbani kwako ama? Akaambiwa vigae kwa wafanya kazi bwana huko. Chukulieni kama zawadi ya sikukuu ya Eid. Aliongea na kufanya meneja kuangalia wadada waliokuwa eneo la mapokezi wakionyesha kuwa na shauku juu ya kupata mgao wa hivyo vitu. Basi bwana, saa 2:15 Hamza aliweza kufika nje ya ukumbi wa Le Grand. Kuona taa za rangi zinawaka nje eneo la ukumbi huo, Hamza alijikuta akivuta pumzi huku kwa wakati mmoja akihisi njaa. Aliona ni bora kabla ya kukutana Reji na kuingia ukumbini kwa ajili ya show apate chochote chakula kwanza, maana ile kuzungushwa na Yuli ya siku nzima imemfanya chakula kumuishia tumboni. Pale aliweza kuona eneo la pembeni kuna kamgawa, na alinunua mishikaki ya kutosha pamoja na ndizi, akaanza kula mpaka aliposhiba. Saa 2:30 alisogea mpaka karibu na mlango wa kuingilia ndani ya ukumbi huo, na watu wengi tangu alipofika walikuwa akiingia kimakundi tu, lakini upande wa Reji hakuonekana kufika. Hamza muda ule wakati akisubiri aliweza kusikia simu yake ikilia, na haraka sana alitoa kuangalia nani anapiga. Woi, aliona ni Reji, lakini ile tu anapokea simu yake ilijizima pale kuashiria ilikuwa imeishiwa chaji. Hamza alijikuta kama mwili. Yesu, alitumia simu yake kuingia mtandaoni wakati Yuli akiwa saloni, na alikuwa amebakisha chaji kidogo tu, lakini sasa akasahau kuzima data. Kwa hiyo aliacha bwana, sasa data iko on na imekula chaji. Hata hivyo hakuwaza sana. Baada ya kuona Reji amempigia, aliamini lazima atakuwa anakuja, ndio maana akaamua akayasubiri. Sasa upande mwingine ndani ya makao makuu ya kampuni, karembo ketu Reji bado kalikuwa ofisini na hakakuwa na mpango kabisa wa kuondoka kurudi nyumbani. Muda huo kalikuwa kameshikilia simu mkononi, na hiyo ni baada ya Hamza kupokea simu, lakini sasa ikajikata pale. Alishia kukunja sura tu, akashindwa kutafasiri hali hiyo. Akasema, bwana, kama mzima simu haina haja ya kumwambia sitoenda bwana. Kwanza sio lazima na niko busy. Kaliongea hivyo na pale sasa kalishika kalamu na kuanza kuzungushia baadhi ya maeneo kwenye nyaraka. Hata hivyo kadri alivyokuwa akijitahidi kujiweka busy, akili yake ilikosa utulivu. Hakuacha kufikiria maneno ya wadeni na ombi la wale watoto kumtaka amfanyeje, amsamee Hamza. Sasa akakaza kwamba lazima tutakuwa ametengeneza mbinu ya kukusanya wale watoto kuja ili tu nimhurumie. Hivi ndani mimi ni mjinga. Reji kaliongea kenyewe, kakijaribu kujishawishi, kisha kakaongeza umakini kwenye kile alichokuwa akifanya. Lakini sasa alishetukodolea macho nyaraka alizokuwa ameshikilia mkononi. Yaani ilikuwa ni kama kuna kitu kilikuwa kinamshikilia akili na kumfanya ashindwe kuelewa nyaraka hizo zinamaanisha nini. Muda nao ulipita haraka sana, na alipokuja kuangalia saa aligundua ilikuwa ni tayari saa 3:30 usiku, lakini bado hakuwa amefanya chochote cha maana. Alikuwa amebungaa tu kama sanamu. Sasa baada ya dakika chache aliona bora ampigie shangazi simu ili kujua kinachoendelea nyumbani. Reji, mna matatizo gani jamani? Kwa nini wote mpaka sasa mjarudi nyumbani? Hamza bado hajarudi. Hajarudi ndio. Basi sawa, narudi ila nitachelewa kidogo. Haya sawa, nimekuandalia supu. Ukirudi hata kama utakuwa umechelewa, hakikisha basi unainywa kwanza kabla ya kulala. Aliongea shangazi kisha pale akakata simu. Reji akafikiria, ina maana hajarudi bado, yuko wapi sasa? Aliongea Reji huku kivivu akifungua draw na kutoa ule mchoro aliopatiwa na watoto mchana wa siku hiyo. Baada ya kuangalia ule mchoro, aligundua juhudi kubwa iliyowekwa na watoto hao katika mchoro, na alishindwa kujizuia kutabasamu. Muda ule sasa wakati akiwa ndani ya ofisi hiyo yenye mwanga hafifu, ni kama sauti ya Hamza ilianza kumwongelesha kwamba uje ama usije, lakini nitakusubiri. Huyo mwanaume sijekana nisubiri mpaka. Reji alijikuta akishtuka kama mtu aliyerudi kwenye ufahamu.
na pale pale alichukua mkoba wake na kutembea haraka kutoka nje. Maana kauli ya Hamza ilimwambiaga kwamba uje ama usije, ila nitakusubiri. Lakini ila anatoka nje alikumbuka kitu alichosahau. Haraka airudi ndani, akasogeza nyaraka pembeni, na pale pale aliweza kuona zile ticket na kuzichukua kabla ya kuendelea na safari. Saa 4 hatimaye aliweza kukanyaga breki mbele ya ukumbi wa Regrant Posta, na mara baada ya kushuka, eneo hilo lilikuwa na utulivu mkubwa sana. Hapakuwa na watu kabisa. Pengine ni kutokana na maduka kuwahi kufungwa. Kulikuwa na upepo wa baridi kali sana uliokuwa ukitokea baharini na kumfanya sasa atoe mtandio kwenye mkaba wake na kujifunga shingoni. Baada ya kutembea karibu na mlango huo, aliweza kumwona mwanaume aliyekuwa amekaa kwenye ngazi akiangalia upande wa baharini huku akivuta sigara. Reggie alijikuta akishangaa alipoona kuwa mwanaume aliyekuwa akivuta sigara nje ya ukumbi ni Hamza. Kwa upande wa Hamza, hakujua ni muda gani alikuwa amekaa hapo. Mwanzoni hakuwa hata na sigara. Alizipata tu kutoka kwa mlinzi. Hakujua kama alikuwa akimsubiria Reggie au alikuwa tu akipunga upepo na kutafakari mambo. Lakini alijikuta akibaki hapo bila kuchukua hatua ya kuondoka. Maana tu aliposikia harufu ya marashi anayoyafahamu, aligeuka na kutabasamu huku akiwa na mshangao kumuona Reggie. Sasa na Reggie kenyewe mara baada ya kumuona Hamza anatabasamu, kalihisi joto kali likimfanya sasa macho yake kuwa na ukungu na mafua ya ghafla na kushika pua zake. "Wife, show ilishaanza, tuingie ndani." Hamza aliongea hivyo huku sasa akisimama na kumshika Reggie mkono. Lakini Reggie airudi nyuma akasema, "Sipo hapa kwa ajili ya kuangalia show na wewe. Nimekuja kukuletea tiketi zako na kuambia sitokuja." Alijibu hivyo Reggie kwa sauti ya kama kukata tamaa hivi. Sasa Hamza alishangaa kusikia hayo na alijisikia vibaya, lakini alihisi kuwa kuna kitu hakipo sawa. Kama Reggie hakuwa na mpango wa kumsamehe, kwa nini sasa alifika hapo? Afu zaidi ya hayo, show ilikuwa karibu kuisha, lakini bado Reggie alikuwa amekuja. Aliamini lazima alikuwa amekuja ili kujiridhisha tu kama kweli Hamza alikuwa akimsubiri. Wakati huo wasiwasi wa Hamza uligeuka kwa furaha. Bila kujali kitu kingine alimkumbatia Reggie. Reggie akamwambia, "Unafanya nini sasa?" Reggie aliuliza kwa sauti ya kushangaa huku akijaribu kujitoa kwenye kumbato hilo. Hamza akasema, "Ni sawa tu kama hutaki kuangalia show, lakini nitakukumbatia hapa hapa angalau hata nje ili kumaliza siku hii ya sikukuu pamoja." Reggie akasema, "Hivyo na nini? Hivi kwa nini ulikaa hapa kwenye upepo mkali badala ya kutafuta sehemu nzuri ya kusubiria?" Reggie aliongea kwa hasira, lakini kabla hajamaliza Hamza alimpiga busu la mdomoni ghafla tu. Hasa baada ya busu hilo takriban dakika kama 4, Hamza alimwachia Reggie na kumshika uso kwa namna kubembeleza. Akamwambia, "Tuingie ndani. Hata kama show imeanza muda mrefu, bado tutapata kuona mwisho wake." Sasa Reggie alikuwa bado hajapata ufahamu wa maneno ya Hamza, na ni baada ya hilo kiss sasa alijikuta akimfuata kimya kimya tu na kuingia ndani. Walichelewa, lakini walibahatika kuona kipande cha mwisho cha bendi maarufu ya The Cast. Sasa baada ya show kumalizika na watu kutawanyika, Hamza alitaka kumuuliza Reggie kama amemsamehe, lakini ghafla alisikia tumbo la Reggie likiunguruma njaa. "Wife, tumbo lako kama linaunguruma hivi?" "Na umesikia vibaya. Haujala chakula cha usiku, si ndio? Twende tukale basi, maana hata mimi na njaa. Kuna sehemu najua kuna nyama choma nzuri sana." Kula nyama sasa ni kujitafutia kitambi tu. Ukila sasa hivi mwili unajisafisha saa ngapi? Kwa hiyo utakula nini sasa? Acha chochote cha kuchemsha kisicho na mafuta mengi." Reggie alijibu hivyo, na Hamza alifikiria kwa muda mfupi kabla ya kumshika mkono na kuelekea hotelini. Baada ya kukaa mgawani na chakula kuletwa, harufu tu ya chakula ilimfanya Reggie hamu ya kula ikajaa ghafla. Ukweli ni kwamba mchana alikuwa amekunywa tu juisi ya virutubisho na hakuwa amekula kabisa. "Vipi? Ni kitamu ama?" Hamza aliuliza akimwangalia mke wake aliyekuwa akifurahia supu ya samaki. Regina alitengesha kichwa tu huku akishindwa kuongea kutokana na kutafuna. "Wife, kwa utajiri wako unaweza kula vitu vya kitajiri kama Kobe beef, pine dew, tunaweza kula kila siku. Au unaweza hata kuajiri mpishi mwenye hadhi ya juu sana. Kwa nini unajishindisha na njaa kila siku?" "Nilivyohitaji hivyo vyote, hakuna ninachopenda. Kwa hiyo unapenda vyakula vya bei rahisi. Chakula na ladha yake sio thamani ya hela. My taste is not cheap, okay? Shida yako ni kwamba unajitesa sana na njaa, Unaweza kugua ugonjwa wa tumbo ujue."
Huwezi kuamini, kila nikirudi nyumbani shangazi ameshaniandalia chakula cha kuweza kunitibu mwili wangu. Lakini yule ni mzee. Utamwacha afanye hivyo mpaka lini? Wewe si upo. Usiniambie unataka nianze kuwa mpishi wako. Hamza aliongea tena kwa mshangao sana. Mbona unajua kupika, alafu usipopika utaacha na kupoteza kipaji chako? Reji alijibu hivyo. Sasa Hamza alikubaliana naye kwa kicheko kidogo, lakini kabla ya kuendelea na mazungumzo, Reji alimwangalia kwa huzuni kidogo. Unajua, nafahamu mambo mengi sana kuhusu biashara, lakini je, kupika ndio sifa ya muhimu sana kwa mwanamke mbele ya mwanaume? Reji aliuliza kwa sauti ya chini. Hamza alishindwa kujibu mara moja, huku akijiuliza kwa nini swali hilo dogo lilimletea hisia za huruma. Hivi, kuna mwanamke asijua kupika siku hizi? Inawezekanaje yani? Unajua mimi hata kupika vitu vyepesi kunanishinda. Inabidi nianze kujifunza. Haina haja hata kujifunza. Hata kama hujui, unadhani kuna mtu atakayemdharau bosi mkubwa kama wewe kwa sababu hiyo? Hapana, hata kama nisipojua sana, ila angalau chakula tu cha kawaida nijue. Basi sawa, aliongea Hamza akimkubalia kivivu. Wakati wakiwa namaliza kula, Hamza muda ule alikumbuka kitu na kwa kuchagua maneno aliuliza kwamba wife, vipi, umeguswa na nia yangu ya dhati ndio maana umenisamea ama? Kumshukuru madamu wa deni wa kituo cha kulelea watoto. Kama singewaleta wale watoto na kukuombea msamaha, nisingejisumbua. Madamu wa deni? Yaani Madam Neema alikuja kazini kwako? Aliuliza Hamza kwa mshangao mkubwa. Reji mara baada ya kuona mshangao wa Hamza, aliona kweli hakuwa akijua chochote. Hivyo alimweleza kila kilichotokea. Ijapokuwa alikuwa ameishi sana nje ya nchi na kupitia mambo mengi makubwa na madogo mpaka kufikia hatua ya kutaka kupoteza maisha, lakini siku ambayo alirudi Tanzania na kufika kituoni hapo, alijikuta tu akiguswa kutaka kusaidia watoto hao, na ndicho alichofanya. Licha ya kwamba hela alikuwa nazo, lakini hakutaka kutumia hela hizo kuwasaidia, bali zile ambazo alitolea jasho, hela ambazo hazikuwa na makando kando, yani ndizo alipeleka kule. Sikujua kama wangefanya hivi. Unaje kuelezea? Nimemwamini yule mama, kwa hiyo hawezi kunidanganya. Alijibu hivyo Reji akionekana kuwa mtulivu kabisa. Ukweli bado na sita. Nina uwezo wa kuwasaidia kwa mkupuo mmoja tu na kubadilisha maisha yao kabisa. Lakini nimeona sio vizuri kuchukua hela chafu na kuwapa watoto yatima. Bado sijajua kama ni kitu sahihi. Kwa hela zako ni chafu? Kwa sababu hela zangu hazijapatikana kwa njia za kawaida. Naweza kusema zina damu. Japokuwa jibu hilo lilikuwa halijaeleweka vizuri katika kichwa cha Reji, lakini hakutaka kuongea neno. Malizia kula tondoke, nishaanza kushikwa na usingizi. Wife, alafu sijakuuliza kuhusu maendeleo ya kuanza kujifunza mafunzo ya tafsiri ya lugha za kimalaika. Vipi, bado hujapata tu ufunuo maneno yake? Sijapata muda bado. Afuna mambo mengi sana ya kuandaa kabla mwisho wa mwaka. Basi jitahidi basi, maandiko yale ni muhimu sana na ni adimu mno. Ukifanikiwa kuelewa hata kidogo tu, mwili wako utaimarika sana. Hata kama usipande level ya juu kwenye kuelewa, lakini itakusaidia kutokupata ugonjwa ama kuondoa kabisa kama unao. Unadhani nikijifunza na kuelewa sitaweza kubadilika kiakili? Aliuliza, na swali hilo lilimfanya Hamza kumwangalia kwa shauku. Maana ni kama hakutegemea Reji atauliza hivyo. Ukweli ni kwamba licha kwamba anajua kuhusu Regina kuwa na shida hiyo ya akili, lakini siku zote hakutaka kuuliza. Alitaka Reji mwenyewe ndio awe mwenyewe anaanzisha hiyo mada. Asijamaanisha hivyo, nilichomaanisha inawezekana. Kama sio hivyo, basi acha porojo zako za matumaini hewa. Zinachukiza. Sawa mke wangu, usikasirike. Kama hutaki kujifunza, usijilazimishe. Aliongea Hamza, lakini hata hivyo Reji hakuwa na hasira. Ukweli alijiambia akiendelea kuwa mpole mbele ya Hamza, ataanza utundu wake na mwisho siku watagombana tena. Hivyo hakutaka kuwa mwepesi. Reji mara baada ya kurudi nyumbani, alimkumbuka shangazi alimwambia kwamba anywe alichomwandalia, lakini kutokana sana kushiba hakunywa na kumlazimisha Hamza ndio anywe ili shangazi akiamka asubuhi asije kujisikia vibaya. Asa Hamza alishia kucheka kwa uchungu kwa adhabu ya chakula anayopewa.
Japokuwa alikuwa amefanikiwa kumrudisha mke wake katika hali ya furaha, lakini bado aliona alikuwa na safari ndefu sana. Lakini hata hivyo, amani yake irudi mno na kujisikia kuwa na furaha kubwa kuliko mwanzo. Ugomvi wao kiufupi uliisha kabisa. Na hata siku iliyofuata, Kareji kaliwahi kuamka na kuanza kujifunza kupika. Chakula alichopika Hamza ndo alitakiwa kula. Licha ya kwamba Hamza alikuwa akila sumu, lakini macho ya shangazi yalimwambia asije kuthubutu kusema chakula ni kibaya. Na ale hivyo hivyo, yani ajikaze hivyo hivyo ale. Na Hamza alielewa na kujikaza huko machozi yakimtoka. Sasa Kareji kalivyoona Hamza macho yake yamejaa unyevu, alimuuliza Hamza kwa nini yupo hivyo, na Hamza alimjibu, ni kwa sababu pishi lake ni tamu mno. Wanaume kwa uongo hatujambo. Sasa Reji alivyosikia hivyo, tena Hamza akasema tena ni pishi ambalo sijawahi kulionja tokea nisaliwe. Sasa Reji ambaye alipika tu bila ya kuonja, baada ya kusikia hivyo alijikuta akijisikia vizuri na kuanza kujisifia namna alivyofuatisha mapishi kupitia mtandaoni bwana. Hamza alishia kusifia tu ili kumfanya naye ajisikie amani na kufanya nyumba tuwe na amani. Sasa baada ya kifungua kinywa, Reji ilikuwa ndio anaanza weekend ya sikukuu kwake, hivyo alimuomba Hamza ampeleke kituoni kwa wale watoto, na Hamza kupinga. Walinunua kila walichoona kinafaa na kisha safari ilianza. Sasa walipofika, mke wa mkuu wa chuo hicho, Wadeni pamoja na mume wake Mzee Hiza walifurahi kumwona Reji akiwa muongozana na Hamza, tena wakiwa katika hali ya furaha. Madam Neema alishakufurahi kwa kuona kile ambacho alikifanya jana yake hakuwa amekosea, bali kileta matokeo mazuri kwa Hamza na mke wake. Waliweza kumpokea vizuri Reji katika kituo hicho, na haikuwa kwao tu, hata kwa watoto hao waliweza kumpokea vizuri, na ndani ya dakika chache tu walijikuta wakawa wamemzoea sana. Kwa ufupi, Reji siku hiyo alijiachia sana mbele ya watoto na kusahau ulimwengu wake wa ubize kwa muda wa saa kadhaa. Hata wakati wa kuondoka, watoto hao walionekana kutamani kumuona tena, na Reji aliwaahidi angerudi ili mradi tu ashafika siku ya kwanza basi atarejea tena. Upande wa walezi wa vituo walionekana kushangazwa na upande mwingine wa Reji. Ukweli ulijua kwa mfanyabiashara mkubwa kama huyo angekuwa na mipaka mingi katika mazingira ambayo anaonekana mbele za watu, lakini matokeo yake ilikuwa ni tofauti kabisa na vile ambavyo walikuwa wakimfikiria. Sasa Mzee Hiza pamoja na mke wake walijua ni kwa nini Hamza na Reji walikuwa wameoana. Ukweli ni kwamba hawakujua kama Hamza na Reji kukutana kwao na namna ndoa yao ilivyoanza ni tofauti na vile ambavyo walikuwa wakifikiria wenza wengi huanza. Hawakujua kama wawili hao walikuwa katika hatua ya kuzoeana na kufahamiana. Saa 10 za jioni, wakati Hamza na Reji wakikaribia kuingia jijini Dar es Salaam, simu ya Reji ilianza kuita, na mara baada ya kuangalia anayepiga alishangaa kuona alikuwa ni Linda. Reji mara baada ya kuona namba hiyo aliona kabisa kuna kitu kimetokea, maana ni ngumu sana kwa Linda kupiga simu wakati akiwa mapumzikoni. Linda, habari yako, kuna tatizo? Mkurugenzi, kuna tatizo limetokea. Aliongea Linda na sauti yake ilionekana kuwa na wasiwasi mno. Yaani kama mtu aliyekuwa katika hali ya kupaniki. Nini kimetokea? Kuna kundi la watu wanafanya fujo hapa makao makuu na kuingia mpaka ndani ya ofisi yako na kuharibu vitu. Ana na wenzake wamejitahidi sana kuwazuia kwa kupigana nao, lakini sasa wameshindwa kuwahimili. Ni wakina nani? Siwajui bosi, wamesema tu wanataka siji kuonana na wewe. Aliongea Linda na Reji alimwambia anakuja hapo muda si mrefu. Baada ya kukata simu alimwambia Hamza endesha haraka kuelekea makao makuu ya kampuni kuna tatizo. Sasa Hamza hakutaka hata kuambiwa, maana alishasikiliza maongezi yao yote na alishindwa kuacha kujiuliza ni nani huyo ambaye anajaribu kufanya vurugu katika mali za kampuni tena mchana kweupe. Kwa sababu hawakuwa mbali sana na makao makuu, ndani ya nusu saa tu aliweza kufika ndani ya jengo hilo. Muda ambao Hamza aliingiza gari ndani ya eneo hilo, mara baada ya kuangalia juu, sura yake ilijikunja pale pale. Hata Reji mwenyewe alionekana kugundua kitu, na mara baada ya kuangalia floor za juu za jengo hilo, anajikuta akikunja sura kwa ukauzo mkubwa sana. Haikuwa hivyo tu, baadhi ya watu waliokuwa wakipita nje ya jengo hilo walikuwa na wenyewe wanaangalia kilichokuwa kikiendelea. Maana ilikuwa ni kama sinema kwao. Ijapokuwa watu wengi walikuwa na uelewa na aina ya watu hao wenye mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi. Sasa juu ya jengo hilo kulikuwa na wanaume wawili ambao walikuwa wakishuka kutoka juu kwenda chini kwa kuruka na kisha kupanda. Yaani ilikuwa ni kama wanacheza mchezo wa kupanda jengo hilo kwa nje kwa kushindana kwa kutumia nishati za mbingu na ardhi.
Sasa baadhi ya madirisha pia yalionekana kupasuka kutokana na nguvu yao ya kujigonga kwenye kuta za jengo. Lilikuwa ni jengo refu, lakini watu kucheza nje ya jengo hilo ilishangaza na kukasirisha kwa wakati mmoja kutokana na kwamba walikuwa wakiharibu usanifu wake. "Nyinyi wakina nani? Hebu acheni basi mnachokifanya," aliongea Regina kwa sauti baada tu ya kushuka kwenye gari. Lakini watu wale hawakumjali. Ukweli ni kwamba haikueleweka kama wanamsikia ama la. Muda huo kundi la walinzi walitoka kutokea ndani, wakiongozwa na Anna pamoja na Linda na baadhi ya wafanyakazi wengine. Sasa Anna akasema kwamba mkurugenzi, imekuwa ni ngumu sana kuzuia watu kama wale. Wote wapo katika mafunzo ya juu ya nishati za mbingu na ardhi. Aliongea Anna ambaye alionekana kuwa na dalili za kutoka damu mdomoni ikionyesha kwamba alikuwa amejeruhiwa. Sasa Linda naye akasema, mkurugenzi, tunafanyaje? Wanaonekana kutokuwa watu wa kawaida. Aliongea Linda aliyekuwa katika hali ya wasiwasi mkubwa sana kuliko hata walinzi. Na hiyo yote kutokana na kutisha kwa vitendo ambavyo watu hawa walikuwa wanafanya. Sasa Reggie hata yeye mwenyewe hakuwa akijua nini cha kufanya, maana watu hawa walikuwa ni wana mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, na kitu pekee alichofanya ni kumwangalia Hamza. "Ni wapiganaji wa kambi ya nyoka hawa. Inaonekana ndugu zake Fabian wamekuja kunitafuta." Aliongea Hamza na kumfanya Reggie kushangaa. Akasema, "Nini? Una uhakika?" "Hili swala mimi ndiye msababishaji mkuu. Ngoja nitamalizana nao tu." "Utamalizana nao kivipi sasa?" "Mimi si nikwambia wache kupigana siku ile mpaka kumuumiza sasa. Unadhani sasa watakubali ishe kilaisi?" "Majitu pekee niliyokuwa nayo sasa hivi ni kutokumuua Fabian, ila kumtia ukilema wala sijitui." Aliongea Hamza na pale pale alikimbia kuingia ndani ya jengo hilo. Kumbukeni, Hamza alimtia Fabian ukilema wa makao makuu. Nikisema makao makuu nyewe watu wazima mtakuwa mmeelewa. Ana aliyekuwa pembeni aliweza kujua sasa kinachoendelea, na baada ya kumuona Hamza ameondoka alimsogelea Reggie. Akamwambia, mkurugenzi, ni vizuri kumwacha Hamza kudili na hili mwenyewe. Reggie akasema atadili nalo mwenyewe maana ndo aliyelianzisha. Aliongea akionekana kuwa na hasira. Hakuamini jengo lake la kampuni liliharibiwa na watu hao bila ya kuongea naye kwanza. Hasa muda huo hasira zake alizielekeza kwa Fabian na kung'ata meno kwa hasira na kutamani kama angekuepo angemchoma na kisu. Lakini hata hivyo upande mwingine alielewa hisia zake kwa kile ambacho alifanywa na Hamza. Reggie hakujua uwezo halisi wa Hamza, lakini aliamini hawezi kufanya vitu ambavyo vipo nje ya uwezo wake. Hivyo kwa sababu amesema mwenyewe atadili nao, aliona haina haja ya kuendelea kuwaza na kuishia kumwamini tu. Mpigia simu engineer waje warekebishe sehemu zilizoharibika. Kazi ifanyike mapema kabla kesho saa 5. Aliongea Reggie akimpatia maagizo hayo Linda. Upande mwingine Hamza alikuwa ashafika floor za juu kabisa za jengo hilo kwa kutumia lifti. Mara baada ya kuingia ndani ya ofisi ya Reggie, aligundua hali ilikuwa mbaya kuliko alivyotegemea. Kulikuwa kuna uchafu wa kuvunjika kwa vitu kila mahali. Kwa mahesabu ya haraka, hasara iliyotokea hapo ni zaidi ya milioni kadhaa. Ndani ya ofisi hiyo alikuwepo mwanaume aliyevalia shati la kijani na suruali nyeusi akiwa amekaa kwenye sofa. Alikuwa na umri makadirio ya miaka 30 kwenda 40 hivi. Nyuma yake walikuwepo wanaume wawili waliokuwa na miili iliyotuna ambao walikuwa wamevalia mavazi ya suti, na wote walikuwa na mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi kutokea kambi ya nyoka. Ilikuwa wazi mwanaume aliyevalia shati la kijani ndiye aliyekuwa kiongozi wa kundi hilo la wavamizi. Mkononi alikuwa ameshikilia upanga mrefu sana wenye kung'aa na alijikuta akifutafuta na kipande cha hariri, huku sasa akiwa na umakini kama vile kuna kitu anachosubiria kitokee. Mara baada ya kumwona Hamza akiwa ameingia ndani ya ofisi hiyo, pale pale aligeuka na kumwangalia na midomo yake ilicheza kuonyesha tabasamu la kibei. Sasa yule mzee wa kijani akasema kwamba hatimaye mhusika amejitokeza. Mimi sikutaka hata kutumia nguvu kukutafuta, nilijua tu nikiharibu hili jengo lazima utajileta mwenyewe. Hamza akasema, "Ni nyie tu, hakuna wengine ama?" Aliuliza Hamza, na muda ule yule mzee wa makamo alipiga mluzi, na dakika chache tu waliingia wanaume wengine wawili ambao walikuwa wakifanya uharibifu kwa nje, na hatimaye jumla yao ikatimia watu 5. Basi yule mzee akauliza, "Mbona huulizi kujua sisi ni wakina nani?" Hamza akasema, "Sina haja ya kujua nyinyi ni wakina nani. Ninachotaka kujua ni kitu kimoja pekee. Ni nani kutoka katika kambi yenu ya nyoka amewatuma kuja hapa?" Yule mzee akasema, unaonekana kuwa na macho mbali. Kwa hiyo ushajua kwamba ni tunatokea kambi ya nyoka, si ndio? Okay, mimi hapa naitwa Kambona. Afande Fabian ni ndugu yangu ambaye umemuua."
Nipo hapa kwa maagizo ya mkuu wangu kukuletea machafuko. Hamza akasema ndio maana nimesikia uvumi wa Fabian kuwa mtoto wa nje ya ndoa wa mkuu wa kambi yenu. Inaonekana ni kweli, maana kwa hii hasara mliosababisha ningekuwa na wasiwasi wa kuchukuliwa. Anyway, mtoto mwenyewe nimemgeuza joka la kibisa. Naelewa kabisa hiki ambacho alichofanya babake. Aliongea hivyo Hamza. Sasa yule bwana akasema, Hamza, hivi unajiona wewe nani? Master ni mtu anayeheshimika. Cheo chake hakitokani na kuwa na undugu na mheshimiwa rais, bali kinatokana na juhudi zake mwenyewe. Kwa nini unamdharau waziwazi? Hamza akasema, mambo ya juhudi na kukosa busara kwangu naona ni bure tu. Isitoshe na kwenda kuitokomeza kambi yenu yote. Aliongea na kauli ile sasa ilimfanya yule bwana kubadilika pale pale, na kwa hasira alimsogelea Hamza kwa spidi. Akamwambia, elementi 5 za muundo wa Kisra tafadhali. Aliongea na pale pale wote watano walijipanga katika ni kama mkao fulani hivyo maalum akimzunguka Hamza. Muundo wa element 5 za silaha msingi wake ni ule ule wa muunganiko wa element kuu 5 za dunia. Zikizingatia kanuni ya hasi na chanya, mara nyingi wanajeshi wa mafunzo ya nishati wakikuzunguka katika mfumo huo, ni ngumu sana kujua nani anaanza kushambulia. Sasa yule Kambona akasema, wadogo zangu, ni muda wa kumtemea sumu ya nyoka kwa formation yetu ya element 5. Sasa muda ule wale watu ni kama sasa walikuwa wakitokwa na upepo wa baridi kali uliokuwa ukisogea katika sehemu ambapo alipo Hamza. Hamza dakika ile aliunguruma na misuli yake ya mwili ilituna na kuwa kama jiwe, na pale pale alifyatua mikono yake kutoka kifuani na kupangua shambulizi lile la muunganiko wa element 5 za uchawi wa nyoka, na wale mabwana walijikuta wakisukumwa mbali sana. Jambo hili liwashangaza mno. Hawakuamini Hamza ameweza kuhimili muunganiko wa nguvu zao zote 5. Hamza alishia kuangalia tu namna walivyokuwa wakimshangaa na aliwaonyesha ishara ya dharau. Hamza akasema, kwa nguvu yenu mmoja mmoja msije mkadhani mnaweza kunizuru kwa kuunganisha nguvu zenu zote. Hata kama mngetumia mbinu ya maangamizo, msingeweza kunigusa hata nywele. Asa Kambona na wenzake mara baada ya kusikia kauli hiyo kwamba hawezi kumgusa hata nywele, jasho lianza kuwatoka kutokana na pressure ajabu ambayo ilikuwa ikimtoka Hamza. Kwenye macho yao waliona mwili wa Hamza ni kama umetuna, lakini kiuhalisia alikuwa vile vile. Ilikuwa ni kama vile amefunikwa na gamba la kivuli cha ajabu na kuonekana kama jitu kubwa. Hamza alishia kutingisha kichwa chake akiwapotezea namna walivyokuwa wakimwangalia kwa hofu. Kati yao ni Kambona peke yake ambaye alikuwa amefikia mwishoni mwa levu ya mzunguko kamili au levu ya mwanzo mwa ukaidi wa asili. Pengine ndio maana mkuu wake alimtuma kuja na wenzake ili kudili naye. Pia aliona ilileta mantiki. Isitoshe Kambona alikuwa na nguvu mara 2 zaidi ya Fabian kwa kufanikisha kuweza kuwa kitovu cha mbinu ya muundo wa element 5 za mapigano. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Fabian anaweza kuwa katika level sawa na Kambona, lakini Kambona amemzidi kutokana na kwamba yeye ndiyo aliyekuwa na uwezo wa kutengeneza msingi wa mbinu ya element 5. Lakini kwa bahati mbaya watu hao walikuwa wamekosea mahesabu. Wakati Hamza akiwaadhibu wakati Hamza akimwadhibu Fabian, hakuwa ametumia uwezo wake kabisa. Kwa hiyo hapo ndipo alipojichanganya. Sasa waliuliza kwamba pumbavu wewe nani? Waliuliza sasa wakishikwa na hofu baada ya kuona Hamza anawasogelea. Hamza akiwa serious akasema, mbona mmesimama na kuanza kutetemeka? Endeleeni. Asa mmoja kijana kati yao pale pale akasema, bro, huyu hatumwezi bwana, sio size yetu. Aliongea mmoja kijana kati yao, na pale pale sasa waliangaliana na bila kujiuliza mara mbili walipeana ishara, na pale pale walifyatuka na kukimbia wakimwacha Kambona peke yake. Sasa Kambona akasema, washenzi nyie, msije kurudi kambini wasaliti wakubwa nyie. Aliongea Kambona kwa hasira baada ya wenzake kukimbia. Sasa Kambona akasema, Hamza, unapaswa kufikiria mara 2, la sivyo utageuza kambi nzima kuwa maadui. Labda tu ni kama tu hutaki kuendelea kuishi hapa nchini. Hamza akasema, wewe ni mjinga nini? Kama ningekuwa naiogopa kambi yenu nisingemtia ukilema Fabi mbele za watu. Aliongea Hamza na kujisumbua kuongea tena, kwani pale pale alimsogelea Kambona na kumpiga teke la kiuno. Kambona mara baada ya kuona shambulizi lile na yeye mwenyewe aliona hapo sasa ni fursa, haraka sana alitumia ule upanga wake, alidhamiria kumkata Hamza mguu.
Lakini kabla hata upanga wake haujafikia mguu wa Hamza, alishapigwa teke la tani na kilichosikika ni kishindo kikubwa. Teke lile lilimfyatua na alienda moja kwa moja kujigonga kwenye dirisha la kioo na kufanya sasa lipasuke pale pale. Na ila anataka kudondokea nje, alijikuta akishikilia ukingo wa dirisha akihofia kudondoka kutoka ghorofa 20 mpaka chini. Lakini hata hivyo alikuwa katika maumivu makali kutokana na uzito wa teke la Hamza na alihisi viungo vyake vya ndani ni kama vilikuwa vimehama katika nafasi zake. Na alijikuta akitema damu nyingi sana. Basi kwa maumivu makubwa sana akasema, naomba usiniue, naomba unisamehe tafadhali. Aliongea kwa kujitetea mara baada ya kuona master wake alikuwa amekosea. Uwezo wa Hamza ulikuwa ni nje ya fikra zao. Lakini Hamza alikuwa ameshasogea tayari na bila huruma aliukanyaga ule mkono uliokuwa umening'inia kwenye kioo. Sasa Kambona alijikuta akipiga yowe kubwa. Alishindwa kuendelea kushikilia na pale pale aliachia na kuanza kuporomoka kwenda chini kama furushi. Watu waliokuwa nje waliweza kuona mtu akidondoka kuja chini kwa spidi kubwa sana. Na ila anatua aligeuka kutoka kwa binadamu na kuwa kifusi. Watu ambao hawakuwa na moyo mgumu walijikuta akitapika pale pale. Upande wa Regina mwili ulimfubaa, lakini alijitahidi kujituliza kadri awezavyo na haraka sana alimwamrisha Ana na wenzake kusafisha. Maana mwili jamani. Ulipasuka mwili. Ana alikuwa ni ninja mstaafu na mambo kama hayo wala hata ya kumuogopesha. Hivyo haraka sana alitii. Ana akasema, mkurugenzi, nadhani itakuwa vizuri kuwahusisha polisi na vyombo vya habari katika ili kuweza kutuliza. Reji akasema, nitampigia simu kamishna. Sasa mdau Hamza aliweza kutoka nje ya jengo hilo. Hakuwa na mpango wa kufukuzia wale wanne waliokimbia kwa sababu walichokuwa kifanya ni kufuata maagizo pekee na pia pengine wasingeweza kuwa na ujasiri wa kurudi kambini tena. Alitembea mpaka mbele ya Reji na kisha alisema ya kwamba kuna safari inaenda, hivyo nitakuacha. Unaenda wapi? Napanga kwenda kulimaliza kabisa hili swala, aliongea Hamza na hakujielezea zaidi kwani pale pale aliingia kwenye gari na kupotea. Reji alishia kuwa katika hali ya wasiwasi, lakini asingeweza kumzuia kile anachopanga kwenda kufanya. Mara baada ya kazi ya kusafisha kumalizika, alijitahidi kutulia na kupanga majukumu ili mpaka kesho siku ya kazi watu wasione tofauti. Upande mwingine mkoani Iringa katika kambi kuu ya jeshi alionekana Afande Simba akiweka simu chini, huku sasa akiwa ni mwenye kuonyesha wasiwasi ambao umechanganyikana na hasira. Afande Simba akasema, tatizo la Faruku ni mtu wa kurupuka sana. Hivi umetoa wapi ujasiri wa kutopata kibali kutoka kwetu na kutuma watu moja kwa moja kwenda Dar es Salaam kulipiza kisasi? Alikuwa ndio kwanza amepokea taarifa kikosi cha kambi ya nyoka kutibua hewa katika makao makuu ya kampuni ya Dosam, na jeshi la polisi limeshindwa kuingilia na kutaka kitengo cha Maribu kutuma wanajeshi wao kutuliza hali. Ukweli ni kwamba mara nyingi matatizo ambayo yanahusisha wanajeshi wenye mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, jeshi la polisi halikujihusisha kabisa. Basi Afande Himidu akasema kwamba kuna kitu kibaya kinakwenda kumpata Master Faruku. Kosa moja ni kutokumjua bosi wangu ni nani haswa linapokuja kwenye mambo mbalimbali, la sivyo asingefanya alichofanya. Afande Simba akasema, hata kama tungemwambia kuhusu Hamza angetuelewa basi. Ashajiingiza kwenye matatizo tayari huyo. Himidu, mpige Simba si Hamza, mwambie asifanye mambo kwa kurupuka bwana. Tutafanya kile liwezekanalo kumaliza ile swala kwa amani. Himidu akasema, lakini afande, walichokosea ni kupeleka kisasi chao katika eneo la kazi la shemeji yangu. Hivi nadhani bosi anaweza kunisikiliza? Bora udili na bosi mwenyewe kuliko kudili na watu wake, hasa mke wake. Umeharibu kila kitu. Basi Simba akasema, hapa tunapaswa kujaribu Himidu. Unajua fika nini kitatokea endapo kaka yake mheshimiwa rais akifia katika mikono ya Hamza? Mpaka sasa kuna kambi zaidi ya 6 ambazo wanafunzi wake wote wapo nje ya nchi kwenye mafunzo na hawajala kiapo bado. Kambi hizi zipo chini ya ofisi ya rais. Unadhani nini kitatokea kama akiamua kutumia ushawishi wake wote kuzifanya zimuone Hamza kama adui? Maana yake si tu kwamba eti itakuwa hatari kwa usalama wa taifa, lakini vile vile tutapoteza watu wengi ambao wangepaswa kujiunga na kitengo chetu. Msikilizaji, mara nyingi ikitokea raia akajifunza nishati za mbingu na ardhi, hata wewe hapo tu ikitokea tu wewe hapo nini sikiliza ukajifunza nishati za mbingu na ardhi na ukafanikiwa kufika level ya juu, moja kwa moja kitengo cha Maribu ndio
kinakufuata wewe hapo na kukupatia pendekezo la kujiunga na jeshi. Umeelewa? Yaani ukijifunza tu, wewe utafuatwa tu kimya kimya. Yani upo zako umetulia, watakuja wenyewe. Watakwambia ujiunge na jeshi. Hivyo kuna watu wengi sana wenye mafunzo ambao bado hawakuwa wamekula kiapo. Yaani hawajala kiapo na jeshi. Na ikitokea wakitumiwa vibaya ni tishio kwa usalama wa nchi. Ndivyo ilivyo. Yaani ni sana wewe umalize tu kusoma, kampuni inakufuata. Yaani wewe huwezi kwenda kuifuata. Yaani itajua tu automatically ulishamaliza shule, wanakufuata. Ndivyo ilivyo kwa Malibu. Hofu kubwa ambayo Afande Simba alikuwa nayo ni kwamba asilimia kubwa za kambi zote ikiwemo kambi ya nyoka zilikuwa ni kama matawi tu ndani ya Tanzania, lakini msingi wake wa mafunzo ulitokea kambi kuu za nje ya nchi. Sasa kitokea wao wenyewe kama nchi wakishindwa kuzilinda hizi kambi, maana yake kambi kubwa za mafunzo kutoka nje watataka kujua maelezo, na ikionekana Hamza ndio chanzo, watataka kulipa kisasi na pengine pia kuondoa kambi hizo nchini. Basi Hamidu akasema kwamba lakini afande, unadhani hata kama Hamza akifanya anavyojisikia na mheshimiwa akachukua hatua anayoona inafaa, watamweza? Afande akasema Hamidu, ina maana kabisa unashindwa kuelewa au unataka tu ni kumsifia bosi wako mbele yangu? Hamidu akasema hapana Afande Simba, mimi nitafanya kama ulivyoagiza, ila sina uhakika kama nitaweza kumtuliza bosi. Njia rahisi ya kudili na hili swala nadhani ni kumpa kazi Nyakasura na aache kucheza huko da. Aliongea Afande Hamidu na kumfanya Afande Simba kukuna kichwa akionekana kusita. Sasa Afande Simba akasema japo sikutaka kumuingiza Nyakasura katika kudili na Hamza mapema, ila nadhani sina namna. Ngoja niwasiliane naye alimaliza hili. Msikilizaji, unadhani Nyakasura atamweza Hamza? Na mpaka tumefikia hapa, katika usika wote ulishamwahi kumuona Nyakasura? Nadhani utamkumbuka Nyakasura japo hakujitambulisha, ila sehemu iliyopita ninaamini ulimsikia huyo mrembo tukio lake ambalo alifanya sehemu fulani Hamza alipoenda. Ni kadada fulani tu hivi kana balaa lake. Na tusonge mbele. Ni muda wa saa 7 za mchana. Alionekana Priscilla ndani ya jengo la shule ya lugha maarufu kama Mikocheni Language Academy. Moja ya vitu ambavyo Priscilla alikuwa akifanya tokea apate likizo ni kujiandikisha na kituo hicho cha mafunzo ya lugha, huku kwa upande wake akijifunza namna ya kuongea Kifaransa. Sasa saa 7 ya mchana ndio muda ambao alikuwa amemaliza ratiba ya kipindi kwa siku hiyo, na asilimia kubwa wanafunzi waliokuwa wakihudhuria vipindi walikuwa wamekwisha kutoka na kumfanya yeye kuwa wa mwisho. Licha ya kwamba alikuwa amechelewa kutoka, lakini njaa ilikuwa ikimuuma sana. Ni kwamba tu kuna kitu ambacho alikuwa akifanya, ndio maana hakutoka haraka kama ilivyokuwa kwa wengine. Hivyo mara baada ya kujiweka vizuri, alichukua mkoba wake na kusimama kuanza kutoka. Lakini sasa ile anageuka kuhakiki hakuna alichokuwa amesahau, ajikuta akishtuka mno kiasi cha kupiga makelele. Alikuwa na hakika 100% yeye pekee ndo aliyekuwa amebakia ndani ya darasa hilo, lakini anashtuka kuona kuna mwanamke aliyevalia nguo nyekundu akiwa nyuma yake. Afu mbaya zaidi ni kwamba alimjua fika hakuwa mwanafunzi wa hiyo shule, na hata kama alikuwa ni mwalimu asingeshindwa kumfahamu. Yaani kwa ufupi ni kwamba alikuwa akifahamiana na walimu wote. Mwanamke yule alimuona alikuwa ni mrembo sana, hususan puzi lake lilivyoendana na mavazi yake, na kitu kikubwa alikuwa akivutia macho sana. Yaani ilikuwa ni kama kuna sababu ambayo haikuelezeka inayokufanya utamani kuendelea kumwangalia yule mwanamke. Mwanamke yule alimtisha sana Priscilla, sio tu kwa sababu ya kusimama nyuma yake, lakini vile vile kwa muda mrefu alionekana alikuwa akimwangalia. Hasa Priscilla kwa kusita akasema, dada, kuna kitu nataka kuongea. Maana alikosa kujiamini kutokana na kwamba mwanamke huyu alikuwa amemzidi umri. Yule mwanamke katika mavazi mekundu alishia kuguna kwa namna ya kuitikia. Priscilla akasema, ulikuwa na shida gani? Aliuliza Priscilla na kufanya yule mdada kufikiria kidogo. Akasema ya kwamba hakuna tu, ila nitaka kukuona basi. Aliongea na kauli ile sasa ilimfanya Priscilla kuwa katika hali ya kuchanganyikiwa na kujiuliza inakuaje mtu hafahamiani naye na anasema eti anataka kumuona tu. Sasa Priscilla akasema kwamba kuniona tu, kwa nini, au tushawahi kukutana? Yule mdada akasema hapana. Priscilla akasema, sasa kwa nini unasema ulitaka kuniona tu? Yule mdada akajibu, hakuna sababu.
Jibu hili lilimfanya Priscilla kujihisi ni kama anaingiwa na ukichaa na kujiuliza nini kinaendelea siku hiyo. Kubwa zaidi ni kwamba mwanamke huyo alikuwa akimwangalia kwa namna ambavyo ni kama vile alikuwa akimchunguza kuanzia chini mpaka juu, na kitendo kile kilimfanya kuwa katika hofu sana. Sasa Priscilla akasema kwamba dada, kama huna cha kuongea mimi naondoka. Anaongea Priscilla na kisha alishika mkoba wake vizuri na kuanza kuzipiga hatua. Lakini sasa haikuchukua muda mrefu, Priscilla wasiwasi ulizidi kumvaa, na hiyo ni baada ya kugundua huyo dada bado alikuwa akimfuata kwa nyuma wakati akichukua uelekeo wa kuingia mgawani. Mwanamke huyo hakika alikuwa ni mrembo. Licha kwamba Priscilla alikuwa mrembo, lakini hakuwa kimzidi huyo mwanamke, hasa katika mapozi yake. Mtu anaweza kusema ni binti kutoka falme fulani tu kwa mvuto wake. Priscilla licha kuwa na wasiwasi alishia kuingia ndani ya mgawa akifuatiwa na yule mrembo. Kwa sababu ilikuwa ni mchana na eneo hilo lilikuwa limechangamka, kulikuwa kuna watu wengi sana waliokuwa wakipata chakula cha mchana, na wengi baada ya kumwona Priscilla na mwanamke mrembo aliyekuwa nyuma yake kuingia walijikuta kodoa macho. Priscilla uvumilivu ulimshinda mara baada ya kuona yule mwanadada kamfuata mpaka katika meza aliyotaka kukaa na kumwangalia. Kuna hisia zilizokuwa zikimwambia labda mwanadada huyo hakuwa na akili nzuri kichwani. Istoshe, kuna muda watu wasiokuwa na akili wanaweza kumpenda mtu ghafla tu na kuanza kumfuata nyuma. Hizo ndo zilikuwa hisia za Priscilla kwa wakati huo. Sasa Priscilla akasema, dada, kwa nini unaendelea kunifuatafuata? Yule dada akasema kwamba nataka nikuone ukila. Yule dada alijibu bila wasiwasi kabisa. Na kauli ile sasa ilimfanya Priscilla kutaka kuongea neno, lakini aliishia tu katikati. Licha ya kuhisi hasira, lakini alijitahidi kujizuia na kuishia kukaa tu, huku na yule mrembo na yeye akikaa. Basi muda si mrefu mhudumu wa pale alikuja na alionekana alikuwa akifahamiana na Priscilla. Akasema, "Oh Priscilla, naona leo umetuletea mteja mrembo kuliko wewe. Ni ndugu yako ama rafiki yako?" Aliuliza yule mhudumu ambaye ni mwanamama hivi. Priscilla alishia kutoa tu tabasamu, ukweli ya kujua hata namna ya kujibu swali hilo, maana mlengwa alikuwa akimfuatafuata tu. Basi yule dada akajibu kwamba yeye ndio mrembo kuliko mimi. Yule mwanadada aliongea kwa sauti nyororo tu akimjibu yule mhudumu, na kauli yake sasa iliwafanya wote kumwangalia kwa mshangao kidogo. Akaendelea kuongea kwamba usishangae, ni kweli ni mrembo kuliko mimi, shida tu hajui mavazi sahihi ya kuvaa. Aliendelea kuongelea mwanamke. Sasa Priscilla alishia kumwangalia tu bila kusema neno. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuona mtu anabeza mavazi yake. Sasa yule mhudumu alishia kucheka tu na kisha aliomba kuchukua oda zao, na Priscilla ndo aliyekuwa wa kwanza kuagiza, na yule mwanadada aliagiza pia kile Priscilla ambacho ameagiza. Dakika chache mbele chakula kiletwa, na utaratibu wa mgawa ule unalipia pale pale baada ya kupewa chakula. Na Priscilla alifanya hivyo kutoa hela kwa ajili ya kulipia cha kwake tu, na mhudumu mara baada ya kupokea hela alimgeukia yule mwanadada ili kulipa, na alionekana kutokuwa na cash kwani alitoa kadi ya benki na kumpatia. Sasa yule mhudumu akasema kwamba samahani dada, tuna huduma malipo ya kadi. Yule mdada akasema okay, nitatumia njia ya lipa na M-Pesa. Si mnayo ama? Yule mhudumu akajibu hata hiyo huduma hatuna kwa sasa. Aliongea na kufanya yule mrembo kuangalia kile chakula na kisha akaigamia kiti. Akasema kama ndivyo basi sitokula. Kabla hajamaliza kuongea, Priscilla alitoa noti nyingine za 5,500 na kumpatia yule mhudumu na akaondoka. Sasa yule mdada akasema kwamba wewe kwa nini umenilipia? Priscilla akasema kwa sababu nimejisikia. Kama hutaki kula unaweza kuacha. Anaongea Priscilla na kisha pale pale alijiweka biza na chakula. Ishara ya mshangao ilionekana katika macho ya yule mwanamke, na alikunja lipsi zake kwa namna ya kutabasamu, na kisha aliweka sahani yake vizuri na kula. Asa Priscilla akauliza kwamba dada, bado hujanijibu swali langu. Kwa nini umenifuata mpaka huko? Yule dada akajibu kwa sababu nataka kuona. Priscilla akasema kuniona? Aya, ukishamaliza kuniona ili upate nini sasa? Yule mwanamke akasema mimi nataka tu kujua wewe ni mtu wa namna gani. Priscilla akasema hivi kwa nini unataka kujua mimi ni mtu wa namna gani wakati unijui? Ni serikali iliyokutuma kuja kunijaribu ama? Aliuliza pia akikumbuka moja rafiki yake kabla ya kuingizwa kitengoni kuna watu walioanzaga kumfuatilia. Sasa yule mwanadada alishia kutingisha kichwa kukataa, na waliendelea kula wote. Huku kila baada ya dakika kadhaa angeinua macho yake na kumwangalia P, huku akitabasamu kama vile amekuwa mpenzi wake wa ghafla. Sasa P mwenyewe alijikuta akianza kukosa uvumilivu. Na hiyo ni baada ya kuona yule mwanadada ameenda mbali mpaka kuanza kuigiza namna yake ya kula na kutafuna. Aliona ni ajabu mno. Sasa Priscilla akasema kwamba wewe, hebu niambie wewe ni nani? Yule mwanadada akajibu naitwa Nyakasura. Priscilla akasema Nyakasura?
Priscilla alijikuta akilifikiria hilo jina na aligundua hajawahi kukutana na mtu anayefahamika kwa hilo jina. Sasa Priscilla akasema kwamba mimi naitwa Priscilla Singano. Eti dada Nyakasura, kwa nini ulikuwa unanifuatafuata? Lazima tu utakuwa na sababu zako ambazo unaweza kuniambia. Sasa Nyakasura akasema, najua naitwa Priscilla Singano. Priscilla akasema, yani bado hujajibu swali langu. Nyakasura ni mwenyewe sitaki kujibu. Priscilla akasema, hivyo unanichokoza, si ndio? Nyakasura akasema ndio. Pia akasema, unamaanisha nini sasa? Au unanidharau na kuona ni mimi ni rahisi sana kuchokoza? Aliongea pia kwa kukasirika, lakini yule mrembo alishia kutoa tabasamu tu. Pia alijikuta kikoso cha kufanya. Alijiambia kwamba hakika huyo dada alikuwa ni chizi. Basi yule mwanamama au huyo kaka dada hapo kaka Nyakasura akasema kwamba Priscilla, sisi tunafahamiana sana, sema wewe ndio unijue. Pia akasema tunafahamiana kivipi? Nyakasura akasema, vipi kuhusu hiyo cheni yako shingoni? Aliuliza yule mwanadada. Sasa pia akasema, cheni yangu yani ina nini yani? Nyakasura akasema, nataka kuona kidani chake. Pia alitaka kukataa, lakini mara baada ya kumwangalia huyo Nyakasura namna ambavyo alikuwa serious, alijikuta kikoso jinsi. Ukweli ni kwamba kulikuwa kuna sababu kubwa ya yeye kuvaa kidani hicho kila mahali. Alikuwa ameshabadilisha mkufu wake, lakini kidani hakuwahi kukibadilisha. Na hiyo yote kutokana na baba yake kumsisitizia asikivue kidani hicho. Kuna muda alijihisi labda kina uhusiano na yeye, ndio maana baba yake alikuwa akimwambia hivyo. Basi pia akasema kwamba nitakupa ukione, lakini hakikisha unanirudishia. Aliongea pia huku sasa akijiuliza kwa nini anashindwa kusema hapana. Nyakasura alikichukua kile kidani haraka haraka na kukiweka kwenye mkono wake, na mara baada ya kukichunguza macho yake yalionekana kuchanua. Sasa pia akasema, vipi unakijua, unaonekana kubadilika? Nyakasura akasema, nani alikupatia kile kidani? Pia akasema, ni baba ndo alinipatia, ila alisema kilikuwa cha mama. Nimekuwa wa kukivaa tu kutokana na kitu pekee kinachoniunganisha na mama yangu. Aliongea na kumfanya Nyakasura kuonekana katika hali ya kufikiria, na alishia kukifumbata tu kwa sekunde kadhaa na kisha akamrudishia Priscilla. Sasa pia akasema kwamba Nyakasura, umeshawahi kukiona kidani na unajua maana yake? Nyakasura akasema hapana. Pia akajibu, nikajua nafahamu maana yake. Baba alisema licha ya ubora wake, lakini ni cha zamani sana na kinaitwa Siropedant, jina la ishara ya ndege wa kufikirika jamii ya Phoenix. Nyakasura akasema, umekosea. Kinaitwa Sorala. Maana yake ni ishara ya Phoenix jike. Siro ni ishara ya ndege tu dume bwana. Pia akasema, kwa nini sasa ni? Ina maana kuna Phoenix wa kike na wa kiume? Nyakasura akasema ndio. Ukisikia majina haya, Sarafina, Sorara, Ignisara, Famira au Aurelia, ni majina ya kike yenye kuhimidi kiumbe Phoenix, ndege wa kufikirika. Pia akasema, kwa hiyo unataka kusema kwamba ni, yani unataka kusema kwamba ni, kwanza unataka kuzungumza nini kuhusu kidani changu? Kuna uwezekano wa mtu mwingine kuwa nacho? Nilijaribu kutafuta mtandaoni ila sijaona kabisa ni. Na kauli ile ilimfanya Nyakasura kumwangalia P bila ya kusema neno, huku akiendelea kula. Alionyesha ishara kama kuna kitu ambacho anajua, lakini hakutaka kukiweka wazi. Asa pia akasema, mbona hujanijibu? Nyakasura akasema, kuna uwezekano kukawa na kingine cha aina yake. Unapanga kumtafuta mama yako mzazi ama? Pia akajibu, ndio, natamani kumjua mama yangu alivyo. Nyakasura akasema, lakini inaweza ikawa sio jambo zuri. Pia akasema, najua anaweza kawa nipendi ndio maana alinitelekeza, lakini kwa sasa nishakuwa mtu mzima, nashindwa kuzuia shauku ya kumfahamu mama yangu. Nyakasura akasema, okay, njia rahisi ni kumuuliza babako. Priscilla akasema, baba mwenyewe anasema na yeye pia ajue alipo. Aliongea Priscilla kinyonge, na Nyakasura alishia kumwangalia kwa sekunde kadhaa bila ya kuongea neno na kuendelea kula. Sasa baada ya kumaliza kula, Priscilla alivyosimama na Nyakasura alifanya hivyo hivyo na kumfuata mpaka nje na kuchukua uelekeo mwingine ambao unapita katika kiwanja cha basketball. Basi pia akasema kwamba bado tu anaendelea kunifuata. Aliuliza pia, na ile Nyakasura alivyotaka kujibu, simu yake ilianza kuita. Basi baada ya kuipokea simu, alidumu kwa dakika kama moja akisikiliza, na pale pale macho yake yalionekana kuchanua.
Sasa Nyakasura akasema kwamba Timoma nipatia kitu cha kufanya maana nimeboreka mno. Sawa, usiwe na wasiwasi, nitalifanyia kazi. Mara baada ya kumaliza kuongea hivyo alimwangalia Priscilla akamwambia Pray, mimi naondoka, kwa hiyo nitakuja kukutafuta siku nyingine. Priscilla akasema haina haja ya kuja kunitafuta maana sikujui. Nyakasura akasema nitakuja tu nikitaka. Aliongea na kisha pale pale alitembea kupita kando ya kiwanja cha basket na kulikuwa kuna wanafunzi waliokuwa wakirusha mpira na mmoja wapo alimrushia mpira kumlenga makusudi tu. Asa Priscilla mara baada ya kuona vile aliita akitaka kumwambia angalia kuna mpira unakusogelea, lakini kilichotokea baada ya hapo kilimshangaza mno. Ule mpira kabla hata haujamgusa ulipasuka na kuanza kuteketea kwa moto. Ni tukio ambalo lilitokea haraka sana na watu ambao walikuwa pembeni hawakuweza kuona vizuri, lakini Priscilla aliweza kuona na yule mtoto ambaye alimrushia mpira aliogopa na kukimbia. Basi bwana, tukio lile sasa ama jambo lile lilimfanya Priscilla kuwa katika hali ya mshtuko na kujiambia kabisa kilichotokea kimesababishwa na Nyakasura. Kwa wakati mmoja ajabu lile lilimfanya kuanza kumbuka siku aliyofunikwa na moto mwili mzima. Sasa pale pale aliamini kabisa moja kwa moja haikuwa bahati mbaya kwa Nyakasura kuja kumtafuta, lazima atakuwa anajua pia kuhusu uwezo wake ule wa maajabu. Aliangalia upande alipo Nyakasura akihitaji kumuuliza maswali lakini hakuweza kumuona tena. Yaani ilikuwa ni kama amepotea. Ndani ya safu ya milima ya Uluguru ndio inapopatikana kambi ya mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi maarufu kama kambi ya Nyoka, juu kabisa katika vilele vyake zaidi ya mita 2630 kutoka usawa wa bahari. Kwa hiyo kama unapafahamu msikilizaji, unaweza kaenda tu. Majengo ya kambi hayo mengi yalikuwa hayana muda mrefu sana. Kiufupi ni eneo ambalo liligeuzwa na kuwa la kitalii sana, hususan wale ambao walipenda kujaribu kuvuna nishati za mbingu na ardhi kwa kuzingatia elementi za mchanga na miti. Tokea kuanzishwa kwake kwa kambi hiyo, maeneo yani maeneo mengi ya vijiji kuzunguka milima hiyo, vijiji vilikuwa vimeendelea sana kutokana na utalii kukua pia. Sasa siku hiyo mida ya mchana hivi ghafla tu alionekana mtu akijongea uelekeo wa kambi hiyo akiwa katika pikipiki, huku mdomoni akiwa na sigara. Pikipiki yake ilikuwa ikiunguruma kiasi cha kufanya baadhi ya watu waliokuwa karibu na barabara kuchungulia. Pikipiki ile ilikwenda kufunga breki katika geti la kuingia katika kambi hiyo na alizuiliwa na mwanaume, tena walikuwa wanaume wawili waliomzio jamaa ambao ni wafuasi wa mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi kambi ya Nyoka. Basi bwana mmoja akasema, kiongozi, geti la upande huu sio kwa ajili ya watalii. Kama unataka kupita upande wa pili rudi kwenye ile kona alafu kunje kushoto. Mwamba akasema sijaja hapa kama mtalii. Aliongea yule bwana huku sasa akitema ile sigara pembeni na kisha akaendelea kuongea akasema kwamba nimekuja kuua mtu. Aliongea bila wasiwasi kabisa na kauli ile ilifanya wale wanafunzi kushtuka. Pale pale walihisi kitu na sura zao zilibadilika mara moja. Basi wakauliza kwamba wewe ni Hamza? Hawakuwa wametarajia Hamza atakuja mpaka hapo tena kwa kujiamini namna hiyo, tena wakati wa mchana kweupe. Hamza akasema inaonekana mmesha kuzipokea taarifa tayari. Vipi, mkuu wenu wa kambi ametoroka tayari ama? Maana inaonekana tayari mna taarifa. Jamaa akasema kwamba unathubutu vipi kuja kwenye kambi yetu ya Nyoka kuleta fujo? Unadhani mkuu wetu atakuogopa mpaka kukimbia? Basi bila ya kuongea pale pale bwana yule alitoa kifaa kama vile ni kibunduki hivi na kupiga hewani, na pale pale kilitoa moshi wa fataki ambao Hamza alijua fika ni moshi wa ishara. Sasa Hamza wala hata kumzuia. Ukweli ni kwamba hakuona kama ana haja ya kujali juu ya swala hilo kwa sababu alifahamu fika lazima Faruk, mkuu wa kambi hiyo, alikuwa akitarajia ujio wake na alishatega mtego wa kusubiria aingie tu. Sasa wale vijana wawili mara baada ya kutoa ishara ile hawakujisumbua kupigana kabisa na Hamza, na badala yake walikimbia na kupandisha juu mlimani wakiliacha geti wazi. Hamza alishindwa kujizuia na kuangua kicheko kwa namna ambavyo walitimua. Ilionekana washafahamu fika hawamwezi. Hamza hata hivyo hakujali, mpango wake kufika hapo ilikuwa ni kwa ajili ya kupigana na kambi yote, hivyo kuua wachache aliona haifai. Hakuanza kuingia ndani ya geti hilo. Badala yake alichukua mfuko aliokuwa nao na kisha alifungua ndani na kutoa viazi vitamu vya kuchemsha
ambavyo havikuwa vimemenywa na kuanza kuitoa maganda mdogo mdogo na kutafuna, huku sasa akishushia na maji. So unajua tena vile viazi ambavyo vimemenywa tu yani kwa mabaka vimeachiwa maganda, vinakuaga vinaunga hivyo. Kwa hiyo usipokuwa na maji vinakunyiga. Kwa hiyo alikuwa amepewa chakula hicho na wanakijiji huko njiani alikopita, na aliona ngoja atumie kama chakula chake. Baada ya kuhisi ameshashiba vya kutosha, aliegesha pikipiki yake pembeni na kisha alizipiga hatua ndefu kuingia ndani ya eneo hilo, kama vile yani hakuwa amekuja kifujofujo bali kutalii. Juu kabisa mlima huo, katika jengo la makazi ambalo lilikuwa limejengwa kwa usanifu mzuri, alionekana Fabian aliyekuwa amelala kitandani huku akiwa na uso uliopauka. Asa Fabian alisema ya kwamba master, ni kweli kaka Kambona amefariki? Aliuliza hivyo akilenga swali hilo kwa mwanaume wa miaka kama 50 hivi aliyekuwa ameketi pembeni. Alikuwa na sura kitanashati mno na alikuwa amevalia vazi mfano wa kanzu, lakini yenye kuachia upande wa chini kama joho. Mzee huyo ndio aliitwa Master Faruk, mkuu wa kambi ya nyoka. Inasemekana kabla ya kuwa mkuu wa kambi hiyo, alikuwa ni mganga wa kienyeji na ndio aliyekuwa mwanzilishi wa mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi ya kinyoka. Basi akamjibu ya kwamba kulingana na maelezo ya vijana, uwezo wa Hamza ni mkubwa mno kuliko tulivyomkadiria. Nimejaribu kuulizia kuhusu namna mafunzo yake kutoka sehemu nyingi duniani, na wanasema pengine ni aina mafunzo ya mnyororo maarufu kama kifunika tumbo, mbinu ambayo ni ngumu sana kuhimili. Sijama akasema, mimi ndo msababishaji wa haya, isingekuwa mimi Kambona singeweza kufa mapema. Faruku akasema kwamba Fabian, hili swala sio la kwako peke yako, linahusisha hadhi ya kambi yetu ya nyoka. Kambona hajajitoa kafara bure. Alongevo Faruku. Hasa yule master akajibu ya kwamba kaka Kambona alikuwa mwanzoni mwa level wa ukaidi wa asili, lakini amekufa kama Ivani. Alongevo master huku sasa akionekana kuwa na hasira mno. Bado walikuwa na hofu mno na Hamza, wakiogopa kama akija hapo na kuiangusha kambi yao, wataonekanaje mbele ya kambi zingine. Afisitoshe kuwepo kwa kambi hiyo kulikuwa kukimpatia fedha nyingi sana. Mafanikio ya kambi yake maana yani tunaweza kusema kwamba maana mafanikio ya kambi yake sio tu kitengo cha malibu ambacho kitaingia ubia na yeye kuendeleza mafunzo, bali vitengo vingi nje ya nchi vingetumwa wanajeshi kwa ajili ya kujifunza mbinu yao, maana hela zingeendelea kumiminika kama tu hao wanajeshi wangeendelea kuja hapo kambini na kujifunza. Manake hela zingeendelea kufanyaje? Kuongezeka tu. Kambi nyingi changa ambazo ndio zinaanza kuweka mizizi yake nchini, walimu wake ambao ndio wakuu wa kambi hizo walikuwa kipambana usiku na mchana kuhakikisha wanafunzi wake wanapanda level na kufikia juu ili kujijengea hadhi ya kuaminiwa na taasisi kubwa na kupewa ubia wa mafunzo. Mfano, Master Faruk hakuwa mwanajeshi hapo kabla, iliaminika alikuwa ni mganga wa kienyeji, ila baadaye ndio akaja kuamini kwamba alipata ufunuo wa nyoka katika mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, ndio maana akaja kuanzisha kambi kijijini kwao, na baada ya mafanikio alipewa cheo maalum cha wanajeshi na kitengo cha malibu, cheo cha ukufunzi wa jeshi. Basi Faruk akasema kwamba Fabian, ni sahihi kwako kuwa na wasiwasi. Afisitoshe wewe ni captain wa kitengo cha kudhibiti uvamizi. Ulikuwa ni kiongozi tarajiwa wa kambi yetu, lakini kufanya kilema namna hii imesababisha ni aibu kubwa katika kambi yetu. Hata kama huyu mtoto Hamza ana uwezo, hana watu wa kumkingia kifua hapa nchini, akijifanya jeuri na kuvamia hapa hawezi kuwa salama, alongea Faruk. Sasa Fabian akajibu kwamba master, kwa nini tusitumie tu mbinu yetu ya ndimi 36 za nyoka kumzingira kisha kumuua? Hata kama Hamza yupo level ya ukamilifu, mkuu hawezi kuwa na uwezo wa kuhimili nguvu ya shina la ulimi wa nyoka. Faruk akajibu kwamba nimefikiria pia kuhusu hilo, lakini huyu Hamza bado sijakutana naye, na bila ukadiria uwezo wake mbinu yetu inaweza sifanye kazi. Fabian akajibu haiwezekani tukamshinda bwana master. Au unahisi huyu Hamza amefikia level ya maono ya mbingu? Hilo ni daraja la juu sana, na mpiganaji yoyote wa kufikia hatua hiyo anahesabika kama mpiganaji namba 1 dunia nzima. Msikilizaji, kikawaida daraja la ukaidi wa asili au mbingu inafuatia hatua ya level ya nafsi. Katika level hii mara nyingi mtu anakuwa kama amezaliwa upya, maana yake nafsi yake ipo nje ya vishawishi vya kiasili na mwili wake haufungwi na asili au mazingira.
Katika daraja hili mtu anakuwa na nguvu kubwa sana ya kiroho. Matokeo yake anaweza kunyonya sana nishati ya mbingu na ardhi. Ndio maana wengine wanaita hatua hii kama daraja la nafsi mgandamizo. Kadri mtu anavonyonya nishati za mbingu na ardhi, ndivyo uwezo wake wa akili hupanuka na jicho la tatu sasa hufunguka na kushuhudia maajabu ya ulimwengu. Kama unavyosikiaga kuwa na jicho la tatu. Kwa ufupi ni kwamba kabla ya nafsi mgandamizo mtu anakuwa hana tofauti kubwa na binadamu. Faida kubwa ni kwamba kama amefikia level ya mzunguko kamili, mwili wake unakuwa na nguvu kubwa sana na anaweza kuhimili kifo cha mapema tu. Kwa mfano, mtu yoyote ambaye hana mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, kama wewe hapo unanisikiliza huna mafunzo yoyote, wewe daraja lako unaitwa binadamu katika asili. Ila ukianza mafunzo unaitwa binadamu mwenye mafunzo katika daraja la nusu mzunguko. Sasa faida kubwa katika daraja hili ni kwamba mtu anakuwa na bahati sana, na bahati yake ndio inayomvusha na kuingia daraja la mzunguko kamili, na hatimaye kabla na baada ya ukaidi wa asili. Sasa level zote kuanzia binadamu katika asili mpaka daraja la ukaidi wa asili, watu wote hujumuisha katika kundi moja linaloitwa binadamu kabla ya mbingu, ambapo kila binadamu anakuwa ni mwenye kutafakari. Ukiingia daraja la baada ya mbingu, kuanzia level ya nafsi mgandamizo na kuendelea, wanafunzi wake hawana haja ya kukaa chini na kutafakari au kufanya tahajudi au kusali sana. Mambo yanajipa yenyewe kulingana na uzoefu unaopitia. Yaani kwa lugha nyepesi unakuwa binadamu katika ufunuo. Kama ujala hapo, najua hujanielewa. Yaani kama ujala ni ngumu sana kunielewa, na kama umekula haujashiba ni ngumu kunielewa msikilizaji. Sasa Master Farouk akasema ya kwamba haiwezekani akawa juu ya level ya ukamilifu. Mpaka sasa mtu pekee ambaye amefikia level ya ukamilifu na maono chini ya miaka 30 ni Nyakasura peke yake, na ameweza kwa msaada wa damu yake ya moto wa asili ya jini ndege. Huyu Hamza kwa umri wake, hata kama awe na uwezo wa juu, hawezi kumzidi binadamu mwenye damu ya Phoenix. Mimi nachoona lazima tu mwili wake unapitia maboresho makubwa, lakini hata hivyo mtu kuwa na uwezo wa aina yake inatisha mno. Akiruhusiwa kujiendeleza kwa miaka kadhaa atakuwa ni amenizidi mbali sana, aliongea Master Farouk. Na mara baada ya Fabi kusikia hivyo, alijikuta akishikwa na uweni. Akasema kwamba namunga mkono hoja Master. Kama angekuwa katika level ya nafsi mgandamizo, kitengo cha malibu asingelala. Lakini mkuu wa majeshi hakuwahi hata kumuongelea. Hii inatuaminisha bado yupo chini ya level hiyo, aliongea Fabi. Farouk akasema tena kuhusu Afande Simba, wewe ni captain wa jeshi lakini umeumizwa na Hamza na bado hakufanya chochote. Inaonekana kabisa amekupotezea na anataka kumuingiza Hamza jeshini, aliongea Master akiwa na muonekano uliojaa kejeli kwa Afande Simba. Farouk akasema ya kwamba kwa sababu kaonyesha kudharau ustawi wako, asije kunilaumu kabisa. Yaani Hamza kitia mguu hapa nitahakikisha narudi akiwa marehemu, aliongea kwa kipiga mkwala wa kibabe kabisa, akijiamini alikuwa na uwezo kumzidi Hamza. Lakini muda huo wakati akiongea, sauti ya ajabu iliweza kusikika na kumfanya achungulie. Sasa akasema, ni ishara yetu. Naona kweli kajileta bwana. Afande Simba ameniambia nisifanye kitu, ila nadhani sina namna tena ya kumfundisha adabu huyu mtoto, aliongea hivyo. Sasa Fabi akasema, Master, kuwa tu makini, Hamza sio mwepesi sana kudili naye. Farouk akasema, wewe Fabi usiwe na wasiwasi, mimi ni Master wako, nitakusaidia kulipa kisasi. Mara baada ya kuongea pale pale alitoka nje kwa speed kwa kutumia mbinu yao maarufu ya mtambao nyoka, na kadri ambavyo aliongeza speed ya kutambaa kwa kuinamisha mgongo, ni kama ndege inayojiandaa kupaa, kwani speed yake iliongezeka mno, na ndani ya dakika tu alikuwa chini ya mlima katika nusu kilele chake. Hamza kutokana sasa na kushiba viazi vitamu na muda huo akijamba tu taratibu, alitembea mdogo mdogo ili chakula kikae sawa. Na mara baada ya kutembea mpaka kufikia nusu kilele, aliweza kufika eneo ambalo lilikuwa kama vile ni kiwanja cha mpira, sehemu ambayo imezungushiwa uzio na kuonekana kama vile ni ulingo, huku mbele eneo hilo kulikuwa na geti lenye maandishi makubwa Gamba la Nyoka. Lilikuwa ni eneo maalum takatifu kwa kambi hiyo, mahali maalum kwa ajili ya ibada ya kujivua gamba. Kulikuwa na utaratibu maalum kulingana na level ya wanafunzi kuhudhuria eneo hilo kwa ajili ya kujivua gamba kama sehemu ya mafunzo.
Kadri unavyokuwa katika level ya juu ndio muda wa kujivua gambo unavyokuwa mrefu. Ila kwa wale wanaoanza mara nyingi ni kila baada ya wiki 2 mpaka 4, ama unaweza kufananisha ibada hiyo na toba. Basi bwana, sekunde ambayo Hamza alitaka kupita katika eneo hilo kusonga juu kileleni, wanafunzi kibao waliokuwa wamevaa rubega walishuka kutoka juu huku wakiwa sasa wameshikilia mikuki. Hamza aliona kambi hiyo sio dhaifu sana, maana karibia wanafunzi wote waliokuwa wameshikilia mikuki walikuwa katika level ya nusu mzunguko. Sasa kuna bwana mmoja kwa sauti sana alisema, mkunjo wa nyoka, jipangeni katika staili ya mviringo wa nyoka. Aliongeza kwa sauti, na pale pale wapiganaji wale 7 wa mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi walimzingira Hamza katika muundo wa kushangaza mno. Walikaa staili ile ile kama vile ni nyoka anayejiandaa kung'ata. Ukiangalia utadhani ni maonyesho ya sarakasi kwa jinsi walivyopandiana. Asa Hamza mara baada ya kuona formation hiyo alijikuta macho yake yakisinya. Alishawahi kusikia juu ya watu wanaojifunza nishati za mbingu na ardhi kwa msingi wa asili ya nyoka. Walikuwa na staili yao maarufu sana ambayo inaitwa kifo bila wasiwasi. Mbinu hiyo aliwahi kusikia tu, lakini hajawahi kudili nayo wala kupata uzoefu wa kupigana na wapiganaji waliokuwa katika mkao wa namna hiyo. Kwa hiyo aliona ili kushindana na mbinu ya namna hiyo, kitu pekee ambacho anaweza kufanya ni kutegemea mwili wake na kuwapunguza nguvu, vinginevyo atajikuta katika hali tatanishi sana. Basi askari mmoja aliyekuwa katika level ya kaidi akasema, Hamza, tumeshakuzingira na mbinu yetu ya kipigo cha milele. Onyesha utii kwa kupiga magoti na usujudu mara 8, kisha kubali makosa yako na tuachie sisi, tutamshawishi master kusamehe. Hamza alishasema duniani hapa binadamu anayemwogopa ni Reji tu. Ni Regina basi. Wengine. Anyway, ila hatujui hajakutana na Nyakasura. Sasa muda ule Hamza aliinua macho yake na kuangalia juu. Na aliweza kumwona mzee ambaye alikuwa amesimama katika jabari akiwa amekunja mikono yake kwa nyuma. Mzee Faruk, una kambi kubwa sana isee. Lakini kwa sababu tu ya kulipiza kisasi cha mtoto wako wa nje ya ndoa, umeamua kutuma watu wako kwenda kwenye kampuni ya mke wangu kusababisha vurugu bila kujali hadhi yako. Hata ulimwengu wa giza una kanuni zake za kutohusisha watu ambao hawajakuchokoza. Kwa nini? Anyway, kwa ulichofanya unatosha kweli kwa kiongozi wewe? Aliongea Hamza. Hakuhitaji mtu kumtambulisha kumfahamu mzee Faruk, maana uwezo wake tu ulionyesha. Basi mzee Faruk akasema, unaongea upuuzi nini? Fabian ni mwanafunzi wangu, na mwanafunzi wangu pendwa amejeruhiwa na mhalifu mkubwa kama wewe. Kwa hiyo ni swala la kawaida kwa kambi yetu kukuchukulia hatua. Basi akasema kwamba Roja, haina haja kupoteza maneno yetu bwana. Kama yupo tayari kutii masharti muweni. Akajibiwa, sawa master. Asa mara baada ya kuongea hivyo, haraka sana wale wanafunzi 36 walianza kulipua nishati zao za mbingu na ardhi, kuzizungusha na kufanya lile eneo Hamza aliposimama kutengeneza kimbunga cha nishati ya mbingu na ardhi. Basi Roja akasema kwamba, enyi wafuasi wote wa nyoka na mnisikilize. Huyu mtu ana ujuzi wa kujilinda, hivyo tutalenga maeneo dhaifu ya mwili wake. Aliongea Roja ambaye alikuwa amejiandaa muda mrefu sana. Na mara baada ya kutoa maagizo hayo, pale pale alitoa ishara ya mzunguko wa kwanza kushambulia. Dakika ile Hamza alianza kuhisi hali ya ubaridi mkali mno sana ambao ulikuwa umeambatana na mgandamizo wa nishati za mbingu na ardhi na kumfanya ni kama vile sumu inasambaa katika mwili wake. Siraha ya baridi ilikuwa ni kama sumu ya nyoka inavyoanza kusambaa katika mwili na kumfanya mtu kuwa wa baridi na kuhisi vichomi. Ilikuwa ni mbinu rahisi lakini yenye shambulizi la moja kwa moja la kusababisha maumivu. Hamza pale pale aliweza kujua ni katika mzunguko upi wa mashambulizi unakotokea na alipanga kuvunja pigo lile, lakini pale pale aligundua kuna kitu hakipo sawa, kwani askari waliokuwa katika mzunguko wa pili walishambulia pia kama vile wanatengeneza wimbi lingine ili kuongeza nguvu lile la kwanza. Sasa Hamza alijua pigo la kwanza ilikuwa ni la kuulegeza mwili wake ili kuruhusu mzunguko wa pili kushambulia maeneo muhimu ya mwili. Ijapokuwa mwili wake ulikuwa ni vizuri sana, lakini kwa shambulizi la namna hiyo aliona ni ngumu sana kushindana nalo. Kitu pekee alichoona hapo ni kukwepa mashambulizi yote. Kama Masai airuka mara moja chini na mara ya pili alikuwa juu angani, lakini ni kama walishategemea angefanya hivyo. Sasa
Askari wakasema, "Nadhani unaenda wapi?" Waliongea askari waliokuwa katika mzunguko wa mwisho kabisa, na ilikuwa ni kama mzunguko wao ulijikunja zaidi kwa kuwa sasa mwembamba kwa kutumia mbinu yao ya mtambao wa nyoka, wakitaka kumzuia Hamza asipite kwenda angani. Asa Hamza mpaka hapo alijua kabisa hakuna namna ya kuepuka, na alishia kujisemea safu hiyo mashambulizi ya Iseli ilikuwa ni nzuri mno. Mpaka hapo aliona hana uwezo wa kujikinga na mashambulizi yale tena. Hivyo kitu alichofanya ni kutumia mikono yake na miguu kujikinga sehemu muhimu za mwili wake. Baada ya kupokea mashambulizi lile, kilichoweza kusikika ni kuchanika kwa shati ambalo alikuwa amevaa na kumfanya atie huruma. Kitendo cha kutua chini na sarakasi mzunguko wa chini walikuwa wameachia shambulizi na kumchoma na mashambulizi ya nishati za ubaridi. Afikiba zaidi, wale waliokuwa juu walimwangushia shambulizi kulenga mabega yake. Mashambulizi yale yalimfanya Hamza kuonekana kama vile ni kitu kilichotolewa kwenye friji la kugandisha na kufuka mvuke wa baridi. Asa Hamza alihisi mwili wake wote umekufa ganzi kwa maumivu makali. Hakika aliweza kuona mbinu hiyo ilikuwa na ukali ambao sio kawaida hata kidogo. Kama sio uzoefu wake wa kupitia vita nyingi, basi angeweza kuogopa kufa. Lakini kwa mtu kama Hamza, maumivu kama hayo aliyachukulia kama kionjo katika uwanja wa vita. Hisia za kuwa katika mazingira ya kifo na uhai ndio kitu ambacho alikuwa akitafuta. Bila kupata uzoefu wa kifo na uhai, huwezi kukua na kustawi katika swala zima la mapigano. Basi Hamza kwa kicheka akasema, "Endeleeni." Roja kwa sauti akasema, "Bado unaonesha kiburi." Aliongea Roja huku sasa akimwangalia Hamza kwa macho ya kumheshimu. Asa pale alitoa ishara ya kuundwa kwa safu ya ndimi 36 na kutengeneza silaha maalum wanaoiita mkuki ndani ya pango la kifo. Hamza pale aliweza kuona katika mzunguko kuna upenyo kutoka kwa mmoja ambaye alionekana kutokuwa katika level sawa na wenzake ya mafunzo, na pale kwa spidi kubwa alijifyatua kwa kujiviringisha akikwepa lile shambulizi la mkuki wa kifo kwenda hewani. Sasa miguu yake ilikuwa ni kama mtalimbo wa chuma kwa namna ilivyosogea na kufyeka wafuasi kadhaa. Miguu ya wafuasi wale ilishindwa kuhimili nguvu ya shambulizi lile, na wote walijikuta kidondoka chini na kuharibu uwiano wa safu ile. Kama wangekuwa kivyao, wangekuwa na uwezo wa kukwepa shambulizi lile. Lakini muda huo walikuwa katika safu ya mashambulizi, hivyo kuishia kukubali kupigwa na Hamza. Wafuasi wale walijikuta wakipiga makelele ya maumivu baada ya miguu yao kuvunjwa na Hamza. Hamza alishia kuangalia namna kipande cha ule mzunguko wa kimashambulizi ukidondoka chini. Roja na wenzake walijikuta wakishikwa na mshtuko mkubwa. Hawakuwahi kuona mtu ambaye ana mbinu ya ajabu kudili na mbinu yao ya mapigano bila ukomo. Ukweli ni kwamba walishindwa kutafasiri mbinu ya Hamza ilikuwa ni ya mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi au ilikuwa ni mapigo ya kikale. Alikuwa akionyesha kitu ambacho kipo nje ya mafunzo ya kawaida ya sanaa mapigano, na kufanya sasa aweze kuharibu safu ile ya shambulizi la mzunguko wa nyoka kwa shambulizi moja tu. Safu yao ya mashambulizi ilihitaji watu kamili. Kitendo cha Hamza kuvunja miguu kadhaa, maana yake alikuwa ameharibu kabisa mbinu ile, na wasingeweza kufanya chochote, labda tu waongezeke wengine, na jambo hilo sasa lilimfanya Roja na wenzake kushikwa na hasira mno. Ilikuwa ni mara yao ya kwanza kukutana na mtu ambaye amefanikisha kuharibu safu yao ya mashambulizi ndani ya dakika chache tu, tena bila hata ya kumtengenezea madhara. Mzee Faruku ambaye alikuwa amesimama juu ya jiwe akiangalia mashambulizi hayo, alijikuta akiwa na muonekano usioelezeka. Karibia wapiganaji wote katika makambi yote makubwa nchini na hata yale makubwa nje ya nchi walikuwa na mifumo yao ya pamoja ya kimashambulizi, lakini hawakuwahi kuwaza kama Hamza atakuja tu na ataweza kuharibu mfumo wao. Haikuwa na shaka kabisa kwamba Hamza spidi yake ya kurusha mashambulizi ilikuwa ipo juu sana. Uwezo wake wa kimwili na uzoefu wa kivita pengine ndio kitu ambacho hawakuweza kukiweka katika mahesabu, ndio maana wameweza kudhibitiwa ndani ya muda. Sasa mzee Faruk alishia kung'ata meno yake kwa hasira, akapiga kelele akisema, "Jibadilisheni!" Roja mara baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa master wake, pale alitoa maelekezo mengine akasema, "Nyoka ndau za kaskazini, mtutumko wa joka." Mara baada ya kuongea hivyo, pale wale wafuasi walijigawa katika timu tatu na kutengeneza umbo la nyoka na kuanza kusogea kwa namna ya kututumuka uelekeo wa Hamza. Wakati huo Roja na wenzake watatu waliokuwa katika level ya ukaidi walipita katika kona zile tatu za nyoka na kuanza kushambulia.
Muundo huo ulionekana kuwa mzuri kwenye kurahisisha mashambulizi, lakini sasa hakuwa mkali zaidi kama ule wa mwanzo. Yaani haukuwa mkali zaidi kama ule wa mwanzo. Hamza hakuamini kama wangekuja na mbinu nyingine licha ya baadhi ya wenzao kuumia. Alijikuta akizidi kuvutiwa na pambano hilo. Na mara baada ya kuona watatu wanamshambulia kama vile ni wawindaji, pale aliruka kwa ustadi na kuwakwepa, yani kukwepa mashambulizi yale na kufanya sasa yakutane kati, na Hamza alikanyaga katika kile kiungio cha mashambulizi yao na kupangua. Staili ile ya kuruka na pili mashambulizi yao kukutana katika eneo moja iliwashangaza sana Roger na wenzake. Hawakuamini Hamza sio tu kuweza kukwepa mashambulizi yao, lakini aliweza kuyasambaratisha. Sasa Roger hakutaka kuzubaa baada ya kuona shambulizi lao la pili limefeli. Pale alitoa maagizo ya muundo mwingine. Basi kwa sauti akasema, shambulieni kwa mtindo wa silaha mkondo upepo. Mbinu ya silaha mkondo upepo, msikilizaji, ndio mbinu ya juu kabisa katika kambi hiyo. Mbinu hiyo bwana ilikuwa ikitumia silaha kamili za chuma ambazo zilikuwa kama visu. Silaha hizi ni ndogo, hivyo mara nyingi ili kushambulia zinathibitiwa na nguvu ya kinishati mkondo wa upepo. Kutokana na staili yao waliokuwa wamekaa, ilifanya mashambulizi yale kuonekana kama bahari tatu ambazo zimekutanisha mawimbi yao katikati na kumfanya Hamza sasa kuchanwa na visu vile kila upande. Afumba zaidi, visu vile havikudondoka chini. Vilivyokuwa vikitoka kulia vilihama upande mwingine na kudhibitiwa na wengine, huku sasa vya upande mwingine kudhibitiwa na upande mwingine. Na kadri shambulizi lilivyokuwa likiendelea, ilipelekea eneo lile la kati sasa Hamza ambapo alipo kuwa kama kimbunga. Hamza alipokea mikwaruzo kibao ya visu vile. Sasa alichoshukuru vilikuwa spidi sana, hivyo havikuweza kumkata kwa kwenda ndani. Na kutokana na ugumu wa ngozi yake ilisaidia sana, lakini suruali yake ilikuwa haivaliki tena. Hamza baada ya kuona mashambulizi yamekuwa mengi, aliona ni upuuzi kusubiri waishiwe nguvu, na badala yake pale alipotezea kuchomwa na visu na alisogelea wafuasi waliokuwa kushoto kwake kwa spidi kubwa sana. Hamza alibweka kama umbwa wakati akikatwa na visu vile, lakini sasa wakati mmoja akitoa shambulizi la tani kadhaa kutoka kwa kundi moja, na hakuhitaji kushambulia mara mbili, kwani askari wale walijikuta wakiwa chini, wengine wakiwa wamevunjika miguu, wengine wakiwa na majeraha ya silaha zao wenyewe. Hamza angetaka kuwaua pale angeweza, lakini hakutaka kufanya hivyo. Alikuwa na mpango mwingine kichwani kabisa. Sasa Roger akasema kwamba huyu mtu ni shetani nini. Alijikuta akiwa katika hali ya mshtuko mkubwa. Hawakuwahi kuona mtu asiyejali kushambuliwa kama Hamza. Kwa namna alivyovamia visu bila hofu ili tu kufanya shambulizi ilishangaza sana. Yote hayo ilikuwa ni kutokana na utimamu wake wa mwili na nguvu kubwa. Sasa wafuasi hao wa kambi ya nyoka walijikuta wakikata tamaa. Waliona hawakuwa wakipigana na mpiganaji, bali walikuwa wakipigana na jitu ambalo haliogopi maumivu. Dakika chache mbele, Hamza alikuwa ashafanikisha kuwashinda wafuasi wote 36 na kubakia Roger na wenzake 4. Sasa mzee Faruk akiwa amesimama katika jiwe, alijikuta akiwa katika hali ya kutokuamini kila anachokiona. Tokea mwanzo mpaka mwisho alishindwa kujua ni aina gani ya mbinu Hamza anatumia kwenye kushambulia. Hamza alijikuta akijifuta damu ambazo zilikuwa zikitoka katika mgongo wake, na kisha alimwangalia Roger na wenzake. Akamwambia kwamba ninachotaka ni kumuua master wenu tu. Kama na nyinyi mnataka kufa sogeeni. Basi jamaa akasema, acha majigambo, huwezi kumuua master wetu. Wafuasi wengine wakasema, kweli bwana, kutuweza sisi usidhani kwamba utamweza na master. Basi wafuasi wale wa mzee Faruk walianza kumtetea master wao, lakini sasa maneno yao yalikuwa yamejaa hatia. Hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kumsogelea Hamza tena. Uwezo wake ulikuwa ni haupimiki. Anyway, kama mmeamua kuwa mashabiki endeleeni, aliongea Hamza. Samara baada ya kuona wale wafuasi wa Master Faruk wakianza kumpa sifa ambazo aliamini kuwa nazo. Mara baada ya kuongea maneno hayo, aliruka mara moja chini kwa zima nguvu za miguu, na ile anaruka mara ya pili aligeuka kuwa kama mshale akiruka uelekeo wa alipo Master Faruk. Mzee Faruk mwanzoni alidhania kama Hamza angetaka kumfikia mahali alipo, angekimbia kwa kuzunguka mlima huo baada ya kuona hakuwa na ishara yoyote ya kuwa na nishati za mbingu na ardhi.
lakini hakutegemea Hamza angeruka kama kombora kwa kutegemea nguvu ya miguu yake pekee. Hamza alikanyaga kwenye jabari moja tu kuongeza nguvu, na kisha alifyatuka kwa mara nyingine na kufikia katika jiwe kubwa ambalo alikuwa amekanyaga Master Faruk. Asa Mzee Faruk alikuwa katika mshtuko mkubwa sana kwa ndani, lakini bado alikuwa kiongozi wa kambi yake. Hivyo haraka sana alikusanya nguvu zake zote za mbingu na ardhi, huku sasa mkono wake ukifikia silaha iliyokuwa katika kiuno chake. Mzee Faruk kwa sauti ya chini akasema, nadhani hujawahi kutoa machozi mbele ya jeneza. Unadhani kambi yetu ni kama kambi zingine za kuvamia unavyotaka? Ongea yako haiendani na wasiwasi uliokuwa nao. Kama nimeweza kuvunja mbinu yenu ya mizunguko 36, kwa nini kuogope? Acha majigambo wewe. Umepata bahati tu kufanikiwa kuepuka safu yetu ya ulinzi. Wewe sio mtu wa kwanza kufanikiwa kutoka katika mtego wa safu yetu. Acha kujiona mwamba. Kumbe. Sijawahi kuwaza kama kuna mtu mwingine zaidi yangu. Wewe na mtoto wako ndio watu pekee mnaodhani mna nguvu ya kutosha kwenda mjini na kutibua kampuni ya mke wangu mnavyojisikia tu kwa sababu ya connection zenu. Fahamu tu kwamba mambo ya wanaume yalipaswa kumalizwa kiume. Haikuwa na haja ya kuingizwa watu wa nje kwenye issue. Wewe mtoto huyo, haijalishi utasema nini, kwangu mimi nakuona kama kichaa tu aliyejaliwa mwili wenye utimamu. Hivi nadhani mimi nimesimama hapa kiasara katika mlima? Aliuliza, na kauli ile ilimshangaza Hamza na kujiuliza, hivi kwa nini anaongea hivyo? Au amewekewa mtego nini? Lakini sasa dakika hiyo hiyo Mzee Faruk mara baada ya kuona Hamza akishangaa, alichukulia hiyo kama nafasi na alifyatuka kumsogelea Hamza huku akinyosha silaha yake ya upanga mbele. Basi alitamka kwamba ni shati safi ya silaha upanga butu. Mara baada ya kuongea hivyo, upanga wake usio na makali ambao ulitoka katika ala iliyokuwa na umbo la nyoka ulikuwa ukimeremeta mno kiasi cha kuumiza macho baada ya kutawaliwa na nishati ya mbingu na ardhi. Sasa Hamza kuangalia upanga ule, halisi ni kama tayari ushamfikia machoni na kumfanya sasa aongeze umakini, na ile anaokwepa kilichosikika tu ni si. Yaani upanga ule ulimpitia kwenye shavu lake na kumfanya kutoka na damu kiasi. Hamza alijikuta akigusa shavu lake na kugundua alishatengenezewa kidonda usoni. Hajikuta akishindwa kujizuia na kushikwa na ubaridi mgongoni kwa shambulizi lile. Nishati safi ya silaha ya upanga butu ilikuwa ni mbinu nyingine katika kambi hiyo ambayo ilikuwa ikitumia. Mara nyingi upanga unakuwa butu kabisa kiasi kwamba hata kukata mgomba inaweza kuwa ni ngumu. Lakini wakati wa kushambulia, makali yake hutengenezwa na nishati ya mbingu na ardhi. Moja ya sababu ya upanga huo kuachwa butu ni kutokana na aina ya matumizi yake kwenye kushambulia ikiwa mikononi mwa mvuna nishati. Asa Hamza mara baada ya kukatwa alishangaa sana. Yaani kwa ufupi, hakutegemea upanga kama huo unaweza kumkata na kumtengenezea kidonda tena ndani ya shambulizi moja. Sasa Hamza sio kwamba eti akuwa akijua mbinu hiyo ya nishati safi hasira ya upanga butu. Ukweli alikuwa akijua sana tu, lakini ni watu wachache sana waliokuwa wakijifunza kutokana na ugumu wake. Si rahisi kufanya upanga ambao ni butu kuwa na makali zaidi ya makali ya kiwembe. Hamza aliona sio haba. Master huyo alistahili jina lake la kuitwa Master. Alitumia mbinu ya kumchanganya kidogo na kisha kumshambulia, na aliona kama isingekuwa uzoefu wake wa mapigano angeweza kudhibitiwa na shambulizi moja tu. Asa Master Faruk mara baada ya kuona shambulizi lake la mwanzo limefeli, pale alibadilisha mbinu yake kwa kuchezesha upanga hewani kwa namna ya kufyeka. Huku kila akifanya mkato, Hamza ni kama alikuwa akihisi vitu kama vinyota vikimchoma mwilini bila kuguswa na upanga ule. Sasa Hamza kutaka aendelee kumshambulia kwa kutumia upanga huo kumsababishia maumivu bila kumgusa. Hivyo aliangalia staili ile ya upanga inavyofyeka hewani na kisha na yeye angeruka kukwepa shambulizi. Isitoshe alijua mbinu ya kutumia upanga butu sio rahisi. Pia kwa Master Faruk ilikuwa sio rahisi, maana alihitajika kuunganisha nishati za mbingu na ardhi na yani azungulisha na upanga huo, na kabla ya kushambulia ilibidi autengenezee aura ya makali. Basi Hamza akasema, nadhani ndio maana wanakuita Master na Fabian kuwa mtoto wako. Mbinu ya matumizi ya upanga butu imekwisha kupitwa na wakati, lakini umeweza kuifufua.
Hakika kuwa mkuu wa kambi sio swala jepesi. Mzee akasema acha kuongea ujinga, kama uwezo unaoshindana na upanga wangu acha kukwepa. Hamza akasema hakuna shida, twende kazi baba. Aliongea Hamza na pale pale alisogea mbele, na ile mzee Faruk anataka kutumia upanga wake, Hamza alishaushika tayari na mikono yote miwili. Hamza aliunguruma kwa sauti kubwa sana, huku sasa akiwa ameushikilia ule upanga, na sekunde chache mbele kilichoweza kusikika ni ule upanga ulivunjika vipande vipande. Kitendo cha Hamza kukata upanga wake ilimfanya Master Faruk kurudi hatua nyuma, akimwangalia Hamza kwa hofu. Yaani sifa nyingine ya kufanya upanga huo kuitwa butu ilikuwa ni ule ugumu wake, lakini Hamza kwa kutumia tu nguvu za mikono yake amefanikiwa kuvunja. Yaani lilikuwa ni jambo ama kitu cha kutisha mno kutoka kwa binadamu. Hamza alishia kutupa vipande vya ule upanga na alijiangalia mkononi na aliweza kuona kuvilia kwa damu kwenye mikono yake, lakini hakujali. Mbinu upanga butu kwangu ni kama kichekesho. Kama una silaha nyingine basi toa tuone. Aliongea Hamza huku akitoa tabasamu la uovu. Chini ya kijimlima hicho kulikuwa na wafuasi wa kambi hiyo, na walishangaa baada ya kuona master wao ameweza kupokonywa mpaka silaha yake na ikavunjwa. Sasa mzee Faruk mara baada ya kuona ameweza kupokonywa upanga, alijikuta akikasirika sana na aliamua kutumia nishati zake za mbingu na ardhi kumshambulia Hamza. Sasa muda ule alibadilika na kuanza kutumia mbinu ya mneso wa nyoka, na kadri alivyokuwa akitumia mbinu ile, miondoko yake iliongezeka spidi kiasi cha mwili wake sasa kuonekana kama kivuli akimshambulia Hamza. Kani mtungo. Mzee Faruk mara baada ya kugundua Hamza mwili wake ulikuwa mgumu sana kushambulia, aliona atumie mbinu ya kani mtungo kwa ajili ya kushambulia katika maeneo dhaifu ya mwili wake kwa kutumia vidole kwa namna ya kudunga. Lakini Hamza macho yake yalikuwa ni kama ya mashine, kwani sekunde ambayo Master Faruk anataka kumshambulia na mkono wake, airuka na teke na kuupiga ule mkono. Sasa mzee Faruk alitoa kelele mkali wa maumivu kutokana na mkono wake kuvunjika. Sasa wanafunzi wake walipiga makelele wakisema Master! Hawakuweza kuona hata Hamza amempigaje. Mzee Faruk alishia kujishikiza kwenye mti wa mkaratusi ili asidondoke chini, na bila ya kuongea neno pale pale alitafuta upenyo na kukimbia kwenda chini baada ya kuhisi hatomweza Hamza. Hamza mara baada ya kuona anataka kukimbia, hakutaka kumruhusu kirahisi, hivyo alimsogelea kwa spidi sana. Mzee Faruk alikuwa ametumia takriban uwezo wake wote, na wakati wa kukimbia hakujali kama wanafunzi wake walikuwa kimuona. Alishia kupiga kelele akiita jina la mjomba. Akiita mjomba kambi ipo matatizoni mjomba. Aliongea hivyo huku sasa akiendelea kuomba mjomba huyo kujitokeza ili kumdhibiti Hamza. Sasa muda ule Hamza sasa alielewa nini kinachoendelea. Aliona Faruk ameona uwezo wa kushindana naye hana na kukimbia, na alikokimbia huko ni kwa ajili ya kuita msaada zaidi. Ilionekana kuna watu wengine ambao walikuwa ndani ya eneo hilo ambao hakuwa amewaona. Alihisi hivyo ila hakuwa na uhakika, na alisubiri kumuona huyo mjomba ni nani. Bwana we, ukweli ni kwamba katika kila kambi ilikuwa na wazee. Licha ya Faruku kuwa kiongozi, haikumaanisha alikuwa peke yake katika swala la kuongoza kambi. Kulikuwa na wazee wengine waliokuwa na mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, na hawakujihusisha moja kwa moja katika shughuli za kambi. Wao walikuwa tu ni kama waangalizi. Licha mzee Faruku kuita sana, lakini hakuna mjomba aliyejitokeza na kumfanya kuzidi kushikwa na wasiwasi. Na pia Hamza alikuwa nyuma yake akimkaribia. Hamza mara baada ya kuona sasa amemkaribia mzee huyo, pale pale alijiambia kufanya shambulizi la kumuua moja kwa moja. Lakini kabla hajafanya hivyo, alihisi joto la ajabu kutoka nyuma yake. Joto lilofanya mwili wake kusisimka kwa kuhisi hatari na kutaka kuchelewa. Pale pale aliruka kwa sarakasi kusogea upande wa kushoto kwa kutumia utashi wake wa akili. Ile anasogea tu, kitu kilichoonekana kama moto kilipita na kwenda kutua chini kusababisha kishindo kama vile lilikuwa ni bomu. Bwana we, moto ule ulikuwa na joto kali mno kiasi cha kuyeyusha mawe, jambo lililoshangaza sana. Hata Hamza mwenyewe alijikuta kisu baridi wa hofu. Nini? Moto unayeyusha mawe? Bwana we, sasa Hamza kwa nguvu akasema, "Wewe nani?" Aliongea Hamza kwa nguvu kusasa kijisi, moyo wake ulikuwa ni kama ukitetemeka. Mara baada ya kugeuza macho yake kuangalia upande wa juu, yeru, aliweza kuona kivuli cha mtu juu ya paa la jengo la kambi pembeni ya sanamu la nyoka, ishara ya kambi hiyo. Kila mfuasi wa kambi hiyo
Ukimjumlisha na mzee Faruk aliyekuwa akikimbia, walijikuta wakisimama na kuangalia kwa shauku kubwa uelekeo wa shambulizi lile lilikotokea. Mara baada ya kuangalia kwa makini, pale pale aligundua ni mwanamke mrembo sana sana sana, aliyevalia mavazi mekundu ya mtindo wa kileo kama vile anaenda matembezini, huku nywele zake zikipeperushwa na upepo. Hamza alisha kusema, "What? Ni wewe?" Hamza aliweza kumfahamu msichana yule. Haikuwa mara yake ya kwanza kumwona. Alikumbuka mara ya mwisho alimwona club. Hakika ni yule mwanamke mrembo aliyekuwa akimwangalia sana, lakini muda huo alitoa msisimko na kumfanya sasa asionekane kuwa binadamu licha ya kuwa katika muonekano wa kibinadamu. Bwana we, yule mrembo aliona namna Hamza anavyomshangaa. Sasa nakalivu na modoido na nyodo, kakatingisha mabega kwa kumonyesha ishara ya modoido kama vile anamwambia Hamza, utanifanya nini sasa? Hamza, umenifananisha? Muda ule Hamza alivyotaka kuongea kumuuliza kwa nini amemshambulia, aliweza kusikia sauti ya mzee Faruk kutoka nyuma yake. Mzee Faruk akasema, "Ewe Nyakasura, je, ni afande Simba aliyekutuma kuja kunisaidia kambi yetu kudili na huyu kichaa ama?" aliuliza kwa nguvu sana. Sasa Hamza mara baada ya kusikia jina hilo, pale pale alielewa nini kinaendelea. Alijiambia, hivi kumbe huyu ndio Nyakasura, mwanamke ambaye aliaminika kuwa mwanajeshi hatari ndani ya kitengo cha Malibu, ambaye pia alitunukiwa cheo cha askari wa taifa. Ndio mara yake ya kwanza kumwona Nyakasura katika uhalisia wake. Hakuonekana kuwa binadamu kama alivyowaza, bali alitoa msisimko wa kiumbe ambacho hakuwahi kukutana nacho. Pengine wafuasi hao walimuona kama binadamu, lakini kwa Hamza ilikuwa ni tofauti kabisa. Sasa hii bato ya Nyakasura na Hamza itakuwaje? Kumbukeni afande Simba alimpigia Nyakasura kumpa maelekezo wakati Nyakasura alipokuwa na Priscilla. Sasa Ukute ameambiwa kwamba akadili na nani? Na Hamza. Na Nyakasura inaonekana alikuja tu kupumzika. Nyakasura alitokea wapi? Oya, haka kapisi ni moto moto akotea mbali. Hamza mwenyewe alikaa pembeni. Sasa vipi? Balaa itakuwaje? Je, Hamza atapiga goti ama ataomba maji ya kunywa? Lakini kama Hamza atamshinda Nyakasura, basi hatujui. Labda Lambla na Side akija kukutana nao kwake watakuwa ni wepesi sana. Lakini mpaka leo hii kuna watu wamejichimbia. Msije mkajisaulisha. Kuna vichwa viwili nina wasiwasi navyo vibaya mno. Lambla na Saidi. Hawa watu hawa nahisi wameamua kujifungia wakirudi. Lakini hii bato ya Nyakasura na Hamza itakuwaje? Hamza ataomba maji ya kunywa ama Nyakasura ataomba kilemba ajifunge aondoke zake? Kumbuka mwandaaji ni Isa Singano, niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu alivyotukutanisha kwenye hii sehemu, basi neema yake hii itukutanisha katika sehemu inayofuatia. So God with you till we meet again. Bye bye.